Kwenye pitapita za kucheki comment sehemu ya 95, niliona comment ya mtu mmoja aliandika kwamba Saidi is back. Yes, huenda Saidi karudi bwana, kwa sababu palipo na Lamla tunajua kuna Saidi. Yes, yeah. Sasa bwana, tunazidi kusonga mbele na kufahamu mengi zaidi, na mpaka dakika hii tushajua baba wa Hamza ni nani. Tushajua baba wa Hamza ni nani, tushajua. Ila tu sijui ndo hivi Musiba kweli ndo mzee ama mzee ni mtu mwingine? Lakini tutaendelea kufahamu mengi zaidi. Tushajua hapa baba, tunachotamani sasa hivi kujua mama wa Hamza ni nani, na vipi Hamza akija kujua baba yake ni Musiba itakuwaje? Kwa tunasonga mbele msikilizaji, tulipoishia ni kwamba Eliza, Hamza na Roda wameshatoka Tanzania, wamekwenda huko nje ya nchi kwa sababu ya mishemishe hizi. Na Regina ndio aliyeweza kuruhusu Roda aweze kutoka pia, na yaani aweze kuwasindikiza wakina Eliza pamoja na Hamza. Sasa inaonekana pia Roda yeye mwenyewe anamtamani sana Hamza, na nadhani muda wote Roda anaweza akatenga kitumbua kikanywewa na chai ya maziwa iliyopikiwa na hiriki. Sio kashangaa kuna wadada wengine, yani wewe uwe umeoa haujaoa, yake kupenda amekupenda, tunakitaka kukupa haangalii kama umeoa, ni anakupa, hata ajue wewe ni mume wa rafiki yake yupo tayari kukupa. Sasa bana, vipi Hamza ataweza kumokoa Roda ambaye ametekwa, na vipi ataweza kumokoa Eliza ambaye tayari yupo kwenye mikono ya Lamla? Langu jina ni Lucas Lumbas. Sasa Eliza alijikuta akihangaika kwa nguvu zake zote akitaka kujitoa kwenye kiti hicho, lakini kiganja cha mikono yake kilishia kupata michubuko kutokana na pingu zilizokuwa zimemshikilia bila ya kufua dafu. Basi Lamla akasema kwamba acha kuleta ukinzani, ukiendelea kuwa hivyo nitaendelea na kazi bila ya kukupatia hii ganzi. Mimi sina muda wa kupoteza, maana mwanaume wako atakuwa anakutafuta huko kama inzi isiyo na mwelekeo. Paka akija kukuona nitakuwa nimeshayeyusha mwili wako wote kwa tindikali, na hataweza hata kujua kama umekufa au bado uko hai. Lamla baada ya kuongea hivyo alicheka kwa nguvu, kisha bila kujali sindano ile inaingia wapi, pale pale alishika shingo Eliza na kutaka kumchoma sindano ile. Ni muda huo kishindo kizito kilisikika na mlango wa maabara ulifunguliwa kwa nguvu. Hamza alionekana akiwa mlangoni huku mikono yake ikiwa imejaa damu mbichi. Nyuma ya Hamza kulikuwa kuna maiti kadhaa zilizokuwa chini ya sakafu za walinzi wa jumba hilo. Eliza baada ya kuona akasema, "Oh habi." Eliza bwana anajua kabisa huyu ni mume wa rafiki yake, lakini mwendo wa habi, habibi, my love, mume wangu. Basi bwana Eliza ajikuta kita habi. Alijisi ni kama ametolewa kuzimu na kurudishwa mbinguni kwa jinsi alivyokuwa akishangaa. Upande wa Lamla uso wake ulibadilika pale pale. Ilikuwa ni wazi kwamba hakuamini kama Hamza angeweza kupajua hapo. Macho yake yalijaa hofu na mshangao, na ni pale pale aliwaamrisha Yamazaki na Fukuda tena kwa sauti yenye amri akasema, "Mnafanya nini hapo? Haraka mlipueni." Basi pale pale Yamazaki na mwenzake walinyanyua bastola zao na kuanza kumshambulia Hamza. Hata hivyo risasi hizo mbele ya Hamza hazikuwa na maana kabisa. Kabla hata hajawatekeleza walichokusudia, Hamza aliwaibukia kwa kasi na mikono yake yote miwili ilishika shingo za Wajapani hao. Mara baada ya kutumia nguvu kidogo tu walidondoka chini wakiwa hawana uhai. Hamza akasema kwamba hawa watu wanaonekana kuwa marobot ya kibiolojia waliotengenezwa na Saidi. Hata baada ya kujificha kwa muda mrefu bado ameshindwa kupata mafanikio makubwa, aliongea Hamza. Sababu iliyomfanya Hamza asigundue chochote kuhusu Yamazaki na mwenzake ni kwamba walikuwa na miili iliyotengenezwa maabara. Hawakuwa kama binadamu wa kawaida. Hata hivyo mbele ya Hamza, licha ya miili yao ya kimaabara, hawakuwa na tofauti kubwa na watu wa kawaida. Ni muda huo Lamla alitoa kifaa fulani cheusi kilichokaa kama remote kutoka kwenye meza ya majaribio. Kifaa hicho kilionekana kuwa silaha. Wakati Hamza akiwashambulia Yamazaki na Fukuda, Lamla alibonyeza kifaa hicho kilichokuwa mkononi mwake. Kitendo cha kubonyeza tu
Kitendo hilo yani lilisababisha kama vile ni chandarua cha chuma kishuke kutoka juu ya dari na kumfunika Hamza aliyekuwa katikati na kujifunga chini ardhini. Chandarua hicho kilikuwa ni kikubwa mno kiasi kwamba Hamza hakuwa na muda wa kujinasua kwa wakati. Ghafla tu Hamza na maiti zile mbili walikuwa wamefunikwa na neti ya chuma. Lamla alicheka. Akasema, Hamza, unadhani sikuwa na mpango mwingine? Upo ndani ya chandarua cha umeme ambacho master wangu alikitengeneza kwa ajili ya watu kama wewe. Nenda kuzimu. Mara baada ya kusema hivyo, tena kwa hamasa kubwa, Lamla alibonyeza kitufe kingine cha rangi nyekundu. Pale pale neti ilianza kushika umeme na kilichosikika kilikuwa tu ni yani kama ile mtu anayechomwa na shot. Zilikuwa ni cheche zilizokuwa zikisambaa kutoka pande zote. Neti hiyo bwana ilitengeneza pressure kubwa katikati kiasi kwamba yani kiasi cha kuipasua miili ya Mazaki na Fukuda na kuziacha zikiwa ni nyama zilizokauka. Mwili wa Hamza wote ulikuwa umekufa ganzi. Aliweza kuhisi maumivu makali mno ya kuchoma, na alihisi kana kwamba moshi ulikuwa ukitoka kwenye pua yake. Ingawa kujua ni kiasi gani cha umeme kilitumika kwenye chandarua hicho, ilionyesha wazi kuwa haikuwa voltage ya kawaida. Vinginevyo, kwa uwezo aliokuwa nao Hamza, asingekuwa katika hali hiyo ya shida. Kuona hivyo, Eliza alijikuta akishindwa kuzuia machozi kumtoka, huku akiita jina la Hamza kwa nguvu. Upande wa Lamla, sauti yake ilikuwa kama king'ora kwa namna alivyoendelea kucheka kwa ushindi. Alicheka akasema kwamba hii ndio maana ya malipizi. Sawa, umekuwa mjanja wa kulipata ile eneo, ila sikutegemea kama utaingia kwenye mikono yangu. Nimesubiri sana hii siku kwa hamu kubwa mno. Mwanangu Frankie, mama yako hatimaye nimeweza kukulipia kisasi. Machoni mwa Lamla kulikuwa na mchanganyiko wa furaha na huzuni kwa wakati mmoja. Alianza kulia huku akicheka kama vile alikuwa amepandwa na kichaa. Hata hivyo, Hamza aliishia kung'ata meno yake kwa nguvu. Kisha akainua kichwa chake. Hamza akasema kwamba unaonekana kushindwa kujua kinachoendelea. Maumivu unayosikia hapa ni kama ya kung'atwa na umbutu. Lamla alijikuta akisitisha kicheko chake. Alishindwa kuamini kabisa na kumwangalia Hamza kwa mshangao. Akasema, hii inakuaje? Na maana bado tu hujafa? Hamza akasema kwamba ulichoshindwa kuelewa ni kwamba teknolojia yenu ya chandarua cha umeme imejaribiwa kwa watu wenu wa kawaida tu, sio kwa mtu kama mimi. Aliongewa Hamza. Pale Lamla alielewa hali haikuwa nzuri. Haraka alinyanyua sindano na kumwelekezea Eliza shingoni. Lakini sasa Hamza angewezaje kumwacha afanikishe hilo? Alishia kubweka kama simba, na pale akasogea kwa spidi ya ajabu na kumshika Lamla begani, akamvuta kwenye neti. Yani yeye ndo alivutiwa kwenye neti. Kwanza Lamla hakutegemea kabisa kama Hamza angeweza kupiga hatua akiwa bado ndani ya neti ile ya umeme. Kitendo cha Hamza kumvuta na kumgusa kwenye neti hiyo, damu na vipande vya nyama vilianza kuruka kama mlipuko. Ingawa mwili wa Lamla ulikuwa umetengenezwa upya na Saidi, haukuweza kushindana na nguvu ya voltage hiyo. Hamza alitumia nguvu zake na kuchana chandarua hicho cha umeme, kisha akamsukumia Lamla ndani kwa nguvu. Lamla alilipuka pale na kubaki kuwa maiti kavu. Hamza alijikuta akivuta pumzi nzito. Voltage za chandarua kile zilimfanya ajisikie vibaya kweli. Eliza akauliza kwamba, Habi, vipi hali yako, haujaumia? Aliuliza hivyo Eliza akiwa katika hali ya taharuki. Hamza alishia kutabasamu tu, kisha pale akamsaidia Eliza kufungua pingu zile. Akasema kwamba niko sawa, ni kama vile tu mapafu yangu yameshika moto huku moshi ukinitoka puani. Basi Eliza kwa kujamini akasema kwamba, Habi, naona kama nimekuingiza kwenye matatizo kwa sababu mimi ni dhaifu. Hamza aliposikia hivyo hakujua cheke ama lia. Alisha tukusema kwamba Eliza, anayepaswa kujilaumu ni mimi. Ni kufanya upitie mateso kwa kutaka kuona huu mpango wao. Eliza akasema, Habi, kwa hiyo ulifika hapa muda mrefu tu? Hamza akasema ndio. Muda ule sikuwa nimerudi nyuma kumwangalia Roda, bali nitaka kuona kama gari litasimama mbele kama nilivyoelekeza. Lakini sikujua kama ni njia kumtoa chui kutoka mlimani. Hivyo nikawa nafuatilia kwa nyuma kisirisiri. Alieleza Hamza
Eliza aliposikia hayo, alishindwa kujizuia kushangaa uwezo wa Hamza kufikiria. Lakini bado alikuwa na wasiwasi kuhusu alipo Roda. Basi Eliza akasema kwamba Roda atakuwa yupo wapi, lakini Hamza akasema sina uhakika. Kupotea kwa Roda bado kuna shangaza sana na kuna hisia zinaniambia kwamba hajatekwa. Vinginevyo ningekuwa nimepata viashiria. Lakini angalau sasa tunajua kwa nini Hidden Guards ghafla tu walianza kutuletea matatizo. Kama mhusika ni Saidi, basi kila kitu kinaanza kueleweka. Eliza akasema lakini Saidi anawezaje kuwa na uhusiano na Hidden Guards wenye historia ndefu? Mimi mwenyewe nilidhani Saidi na Lamla walishakufa. Lakini mwisho wa siku hili la kutotarajiwa limetokea. Haishindikani kwa wao kuwa na mahusiano na Hidden Guards. Sasa awamu hii nadhani atakuwa amekufa kweli, si ndio? Bado sina uhakika. Teknolojia Saidi inahitaji kiasi kikubwa sana cha pesa. Kimsingi watu wa Underworld Alliance wanaweza kuwa na nguvu kimapigano, lakini si lazima wawe na hela nyingi. Hata hivyo huyu anaweza kuwa halisi kwa sababu kwa Saidi Lamla hana thamani kubwa sana. Kumtengenezea roboti, yani roboti lake tena, inaweza kuwa hasara tu kwake. Lakini unajua bado nashindwa kuelewa, hata kama Saidi ana uadui na wewe, sidhani kama kuna ulazima wa watu wa Hidden Guards kumsikiliza na kutii matakwa yake, au ni kwamba ni Saidi ndiye anayeongoza umoja wa Hidden Guards? Hata mimi nashindwa kuelewa vizuri. Kikubwa ni kwamba Roda amepotea pia, na hii inashangaza. Kunipa swali ni mbinu gani zimetumika hadi Saidi kuweza kututenganisha bila sisi wenyewe kujua? Hapo sielewi. Kwa tunafanya nini sasa? Adui yupo gizani na sisi tupo kwenye mwanga. Kwa sababu mpango wao umefeli, lazima wataongeza umakini. Nitaangalia kwanza viashiria vyovyote ndani ya hii nyumba. Lizzy, wewe piga simu kwa viongozi wa kampuni na uone kama wana taarifa yote ya alipo Roda. Basi Eliza alitingisha kichwa, kisha akatafuta simu ndani ya eneo hilo. Ya kwake ilikuwa tayari imeharibiwa, na ya Hamza pia ilikuwa imeharibiwa na umeme. Sasa upande wa Hamza alianza kuchunguza taarifa mbalimbali ndani ya maabara hiyo. Hakushangaa sana kuona kwamba Saidi hakuwa amekufa, kwani si mara ya kwanza. Hata hivyo baada ya kugundua kwamba Saidi anashirikiana na shirika la Hidden Guards, alijua tu kuwa lazima kuna mtu mwenye nguvu zaidi nyuma yake. Upande mwingine wa mashariki mwa jiji la Tokyo, kulikuwa na nyumba moja iliyokuwa na hadhi hata ya kitamaduni zaidi. Eneo la nje la bustani hiyo lilikuwa limejaa maua yaliyokuwa yakivutia macho. Roda alionekana akisimama katika eneo la kuingilia ndani ya nyumba hiyo, huku macho yake yakiangalia kibao kilichokuwa juu ya mlango wa kuingilia, kilichosomeka kwa jina la Kijapan lenye tafsiri ya Fog Shadow. Eneo hilo halikuwa geni machoni mwa Roda. Ilikuwa ni sehemu aliyotambua mara baada ya kufika miaka kadhaa nyuma kufanya utafiti wa alikozaliwa. Na msikilizaji, unachopaswa kuelewa ni kwamba Roda alikuwa amechanganya makabila. Alikuwa na damu ya kizungu na Kiafrika kwa wakati mmoja. Hata hivyo haikumaanisha asili yake ilikuwa ni uzunguni. Sasa dereva aliyemsindikiza Roda kutoka uwanja wa ndege akasema ya kwamba Miss Blackfog, nadhani unaona sasa sija kudanganya, hapa ndio nyumbani kwa asili ya wazazi wako na babu yako. Kwa hiyo Master Fog anakusubiria ndani. Sasa msikilizaji, ni kwamba wakati ulipokuwa njiani wakiwafuata gari alilopanda Hamza, dereva huyo alisimamisha gari pembeni, kisha akatoa picha na kumwambia Roda kuwa ni picha ya babu yake na ndiye aliyemtuma kwenda kumpokea uwanjani. Ingawa Roda alichukuliwa na Asmantes alipokuwa mdogo kabisa, alikuwa na kumbukumbu kidogo sana kuhusu familia yake. Awali Roda hakuelewa kwa nini bwana huyo aliyejulikana kwa jina la Honda alikuwa akimwambia kuhusu babu yake, kwani hakuwahi kusikia wala kujua kuwa ana babu anayeishi Japani. Kipindi cha nyuma wakati Roda alipokuwa akifanya utafiti wa kuitambua asili yake, aliweza kugundua alikuwa na asili ya Kiafrika, mathalan nchini Ethiopia na Kigiriki. Hata hivyo, kupitia mwongozo wa vitu alivyokutana navyo, licha ya kuwa na kumbukumbu kamili, ila ilionekana wazazi wake walikuwa raia wa Japani. Hasa Roda, licha ya taarifa hiyo,
alichanganyikiwa kidogo kwa sababu hakuonekana kuwa na sura ya Kijapani, alionekana kuwa na asili ya Kiafrika zaidi, lakini ngozi yake ilikuwa ni ya kizungu. Hata hivyo, miaka kadhaa nyuma, baada ya kufanya utafiti zaidi kuhusu asili yake, alikuja kugundua kuwa alizaliwa Japan na si Afrika. Makisio yake yakawa kwamba wazazi wake waliishi Japan licha ya kuwa si wazawa kamili. Na unachopaswa kuelewa msikilizaji ni kwamba Black Fog, jina la Roda, halikuwa jina alilopata kwa sababu ya kuwa ninja, bali ndilo jina alilokutwa nalo alipokuwa mdogo. Katika kitambaa kilichokuwa na kisu palikuwa na maandishi ya jina hilo, na hapo Asmantis alimuita kwa jina hilo hilo. Kwa Roda kuambiwa kuwa babu yake angetaka kumuona, hakuweza kuamini moja kwa moja. Alafu isitoshe alikuwa na maswali mengi, lakini licha ya hayo alikubali kuongozana na dereva huyo hadi kufika kwenye eneo la nyumba hiyo. Shauku ya Roda ilizidi kuongezeka mara baada ya kufika ndani ya eneo hilo. Alikuwa na matarajio ya kumuona huyo babu yake na kujua alikuwa akifanana vipi, hasa kwa kuwa katika maisha yake hajawahi kukutana na ndugu yeyote. Muda huo, hata kabla hajapiga hatua kuingia ndani, aliweza kumuona mwanamume mzee aliyevaa mavazi meusi ya kitamaduni akitoka. Alikuwa amebeba katana. Kwa kumwangalia haraka haraka, licha ya mzee huyo kuwa mzee, alionekana kuwa na rangi mbili, huku rangi ya Kijapani ikiwa imembeba zaidi na ile ya Kiafrika ikionekana kupotea. Yule mzee mara baada ya kumuona Roda, alijikuta akimshangaa kwa sekunde kadhaa. Kisha akaongea kwa Kijapani ya kwamba umekuwa sana na ni mtu mzima sasa. Roda kwa mshangao kauliza kwamba mzee, unanifahamu? Na mzee yule alitoa tabasamu huku akitingisha kichwa. Sasa msikilizaji, hivi mpaka hapo nadhani ni babu yake kweli? Tusonge mbele. Muda huo jioni, Hamza na Eliza walitoka kwenye jumba hilo alilokuwa anakaa Lamla. Hamza aliendesha gari aina BMW 7 ambayo alikuwa ameitoa hapo hapo, na wakaelekea moja kwa moja kwenye hoteli waliopanga kufikia. Kwenye jumba hilo ambako alimuua Lamla, hakuweza kupata taarifa yoyote. Kitu pekee alichoweza kuchukua ni kifaa cha kuhifadhia kumbukumbu kama memory. Hata hivyo, mara baada ya kutoka kwenye jumba hilo, ilionekana Saidi tayari alikuwa amegundua kuwa mpango umefeli, kwani nyumba ile ililipuka ghafla. Ilikuwa ni bahati kwao kwamba waliweza kutoka ndani kwa wakati. Hamza sasa alikuwa na uhakika mambo yote haya yalikuwa ni mipango ya Saidi na lazima angefanya kitu kingine ili mradi tu tayari yupo hapo Japani. Sasa mara baada ya kufika hotelini, meneja Mchome alikuwa tayari amewasili pamoja na baadhi ya wafanyakazi wa kampuni. Meneja Mchome akauliza kwamba mkurugenzi, vipi, uko salama? Alikuwa ni bwana mmoja mwenye mwili mkubwa aliyenywa kipara kichwani. Jina lake kamili alifahamika kama Praygard Mchome. Makadirio ya umri wake ni kati ya miaka 40 na kitu hivi, lakini alionekana kuwa mtu anayejipenda. Mchome kabla ya kuja kufanya kazi chini ya kampuni ya Dosam, alikuwa pia ni mmiliki wa kampuni kubwa iliyojihusisha na usafirishaji wa mizigo. Baada ya kampuni hiyo kufilisika, ilinunuliwa na Dosam Group, na Regina akaamua kumteua bwana huyo kuwa meneja wa tawi la Japani kutokana na uwezo wake mkubwa wa ushawishi. Sasa Eliza akasema kwamba bosi Mchome, niko salama. Poleni sana kwa kuwa na wasiwasi mkubwa katika siku za hivi karibuni kwa kinachoendelea. Mchome akasema asante sana mkurugenzi. Hata hivyo ni kutokana tu na kutokuwa makini katika majukumu yangu na kusababisha tawi letu kuingia kwenye matatizo. Kwa hili naomba radhi. Eliza akasema usio na wasiwasi meneja. Angalau ilikuwa ni vitisho tu na hakuna familia yote iliyopatwa na matatizo. Hivyo kwa sasa naomba tu watulivu tu. Tuketi chini na kulijadili hili ili kupata njia mwafaka ya kulidhibiti. Bosi Regina tayari ametoa msaada mkubwa na pia swala hili limefikia serikali ya juu kupitia ubalozi wetu hapa nchini. Basi bosi Mchome mara baada ya kusikia maneno hayo kutoka kwa Eliza, yeye pamoja na wafanyakazi wengine walirudiwa na ari mpya. Na angalau walipata uweni ya wasiwasi wao ambao walikuwa nao. Ilikuwa ni kweli, haijalishi ukubwa wa vitisho, angalau hakuna mfanyakazi yote aliyefariki. Kama wao wenyewe wakishindwa kulitatua, wangeweza kuiomba serikali ya Tanzania kuingilia kati kupitia Wizara ya Mambo ya Nje. Isitoshe, serikali ya Japani ilikuwa na uhusiano mzuri wa kidiplomasia na serikali ya Tanzania, hasa katika ushirikiano wa maendeleo ya sayansi na teknolojia pamoja na ujenzi. Mara baada ya kuongea maneno machache, angalau meneja Mchome na baadhi ya wafanyakazi wa Tanzania waliokuwa nchini hapo walitulia.
Sasa meneja Mchome akasema kwamba Director Mloe, mara baada ya kupokea ile simu yako nilipatwa na wasiwasi mkubwa na kuwasiliana na watu wa usalama wa jiji. Wamesema wanatuma watu kuja hapa kwa ajili ya kulijadili. Nadhani kwa sasa muingie kwenye vyumba vyenu mpumzike na kisha wakifika tutapata nao chakula pamoja. Sasa sijui unaonaje kuhusu hili? Eliza hata yeye pia alitaka kukutana na viongozi wa upande wa Japani, hivyo alikubali haraka. Mara baada ya kufika ndani ya chumba cha hoteli, mwili wote wa Eliza ulipata aweni, na mara baada ya kuvuta hewa kwa nguvu alijilaza kwenye tatami, yani godoro. Baada ya kuona namna mrembo huyo alivyochoka, Hamza alishindwa kujizuia na kucheka. Akasema kwamba nini kimetokea tena Sasa hivi tu ulikuwa na muonekano wa kibosi kwa namna ulivyokuwa ukiwatuliza wafanyakazi. Kama ukikuona umelegea hivi, si watasema ulikuwa ukiwaongopea. Eliza akasema Habi, hebu acha kunitania bwana. Mbele yao lazima nionyeshe hali ya kujiamini. Afu isitoshe mkurugenzi si alitaka nije mpaka huku kwa ajili ya kuwatuliza wafanyakazi. Aliongea Eliza na Hamza alishia kutingisha tu kichwa kubaliana naye. Walikuwa wamefika hapo kwa ajili ya kutuliza hali ya wafanyakazi, lakini ghafla Roda akapotea. Saidi akajitokeza kupitia Rambla akiungana na watu wa Hidden Guards. Hamza mpaka hatua hiyo bado hakuwa na muonekano ambao yani uliotulia kabisa. Baada ya kufikiria kwa muda, pale alitoa laptop aliyokuwa amepatiwa na Yulia na kisha akaanza kufanya kazi. Basi Eliza akauliza unafanya nini? Hamza akasema ya kwamba kwa kutumia hiki kishikwambi kilichofungwa na teknolojia ya Athex naweza kuwasiliana na watu kwa usalama kabisa. Hapa ni Tokyo na tupo ndani. Nataka kupata mtu wa nje atusaidie kuangalia kinachoendelea. Eliza kauliza kwamba unawasiliana na bosi Regina? Kitengo cha binamu kinaweza kuwa na intelijensia mpaka hapa Japani? Hamza akasema kama watu wa binamu wameweza kuona chochote kinachoendelea hapa nchini, Regina angeweza, yani kwanza angekuwa angekuwa ameshatafuta tayari, lakini hajatutafuta mpaka hivi sasa. Maana yake bado hawana taarifa. Watu wa Underworld Alliance wanao uwezo wa kujificha kwenye rada za watu wa jicho la anga. Hasa kwenye swala la Saidi kupotea na kutokea linatupa majibu pia. Eliza akasema kivipi sasa? Yaani si watu wa jicho la anga wanasemekana kuwa na intelijensia kubwa dunia nzima. Ina maana hawana majasusi hapa Japani? Hamza akasema unapaswa kuelewa kwamba majasusi wa jicho la anga ni raia wa kawaida tu ambao wamepewa kazi ya kutoa taarifa. Hawa Hidden Guards sio watu wa kawaida. Hivyo ni rahisi kujificha na pia kukwepa macho ya majasusi. Ndio maana hata kama wanataka kupata taarifa ni ngumu kuzipata kwa wakati. Eliza aliguna kisha akasema kwamba inaonekana hawa maadui wana nguvu mno. Alafu Abi, najiona mimi sina maana kabisa kwa kutoweza kukusaidia kwenye kitu chochote. Kama ingekuwa boss Reji au boss Dina, wasingekuwa mzigo. Hamza mara baada ya kusikia maneno hayo ya huzuni kutoka kwa mwanamke huyo, alishatu kukunja sura kidogo. Mara baada ya kumaliza kutuma ujumbe, aliweka chini laptop na kisha alimsogelea Eliza na kusema kwamba hebu sogea hapa nikumbatie. Eliza akasema bwana sina mudi. Hamza alishia kuchezesha ulimi wake tu, kisha alimvuta kwake kwa nguvu na kumkumbatia. Eliza akasema Habi, najiona kuwa mzigo kwako, yani mimi sina chochote ninachoweza kusaidia, najiona kama sikufai. Hebu acha kuongea ujinga Eliza. Ni kwa uwepo wako ndio maana Regina ana amani ya kuachana na kampuni na kupanga kufanya mambo mengine. Kila mtu ana fani yake anaweza kufanya vizuri. Kama ukijua kila kitu, sitanifanya nisiwe na faida kwako. Yaani unaongea tu hivyo ili tu kuridhisha, lakini mimi nitaendelea tu kuwa mzigo kwako. Na mwisho siku itafikia hatua utanichoka. Hamza kusikia malalamiko ya mrembo huyo, alijikuta akishindwa kujua cha kusema. Kipindi cha nyuma wakati akiwa katika hali ya kimawazo, ni Eliza aliyekuwa akimshauri, lakini muda huo yeye alishindwa kujua namna ya kumweka sawa. Ukweli ni kwamba kabla ya Reji kuamsha uwezo wake wa damu, alikuwa na mawazo kama hayo ya Eliza. Hamza alishia kumkumbatia tu kimya akitafuta neno la kuongea. Hata hivyo ni muda ule ule waliposikia sauti kutoka nje ya chumba chao. Sauti ya bosi Mchome ilisikika kwamba mkurugenzi Mloe, naibu waziri wa wizara ya ulinzi pamoja na mkuu wa idara ya usalama wa jiji wamefika. Wamesema na dharura ya kutaka kuonana na nyie wote. Aliongea hivyo bosi Mchome.
Hamza alijikuta akishangaa kwa sekunde kadhaa. Mwanzoni alidhania kuja hapo nchini ingekuwa ni ngumu kukutana na viongozi wa serikali, lakini ilikuwa ni mtu wa Wizara ya Ulinzi aliyekuja kabisa. Asa Eliza akasema kwamba basi twende tukaonane nao ama. Hamza alishakutingisha kichwa kubali na kisha alijiweka sawa na kutoka. Waliongozwa na meneja Mchome mpaka kwenye chumba ndani ya hoteli hiyo kilichokuwa na ulinzi wa hali ya juu mno. Mara baada ya kuingia ndani, waliweza kuona wanaume wawili waliokuwa wamevalia suti nyeusi nadhifu kabisa na viatu vya ngozi. Watu wale mara baada ya kumuona Hamza, walisimama haraka na kisha wakainamisha vichwa vyao kwa namna ya kusalimia. Kati yao mwanaume aliyekuwa na kipara ndiye wa kwanza kuongea kwa lugha ya Kiingereza. Sema kwamba Mheshimiwa Mfalme wa Kuzimu, tupo hapa kwa ajili ya kukaribisha nchini kwetu. Mimi ni naibu waziri wa Wizara ya Ulinzi, nafahamika kwa jina la Ichiro. Aliongea hivyo. Mwanaume mwingine wa umri wa makamo mwenye uso wa umbo la mraba na yeye alijitambulisha akasema kwamba mimi ni mkuu wa idara ya ulinzi wa jiji, naitwa Yamamoto Miche. Tukio hili la vitisho dhidi ya kampuni ya Dosam tumelipokea na kulipa kipaumbele. Hamza naye alitingisha kichwa chake kupokea salamu zao. Maafisa hao walikuwa na vyeo vya juu mno ndani ya Japani. Ni viongozi ambao walikuwa wakiripoti moja kwa moja kwa waziri mkuu. Kitendo cha Hamza kuja mpaka hapo lazima kitakuwa kimewashtua viongozi wengi wa nchi. Hata hivyo swala hilo ni kawaida. Kwa ukubwa aliokuwa nao Hamza kwenye ulimwengu wa giza, kitendo cha kutia mguu ndani ya nchi hiyo ya Japani, viongozi hao lazima wawe na wasiwasi. Basi bwana. Kusema kwamba Hamza akasema kwamba tafadhali tuketi. Nimesikia mna taarifa muhimu ya kujadili na sisi. Aliongea Hamza akimuongoza Eliza na kisha aliketi pamoja nao. Sasa Ichiro akasema kwamba Lucifer, naomba nikuulize kama unafahamu master wako wa wakati ukiwa chini ya Old Ones, Mr. Black, alikuwa na ndugu wake wa kike? Hamza akasema Mr. Ichiro, huna haja ya kuzunguka sana. Hata kama niliingia kwenye mgogoro na master wangu ni kwa sababu ya kuwa na mitazamo tofauti, lakini haimaanishi kwamba simheshimu kama master. Hivyo kwa swali lako juu ya kufahamu kama alikuwa na ndugu yake wa kike, hilo sina uelewa nalo. Nadhani uniambie wewe. Mr. Ichiro akasema kwamba ndio, Mr. Black ana ndugu yake wa kike anayefahamika kwa jina la Haeji na ni kiongozi wa Hidden Guards. Hamza akasema na hakika? Ichiro akasema ndio. Ukweli ni kwamba kabla vitisho kwa kampuni ya Dosam, watu wa Hidden Guards walitishia pia baadhi ya viongozi wakuu wa kiserikali, ila kwa sababu hatukutaka mvutano baina yao, ilibidi tukae nao chini na kutii baadhi ya matakwa yao. Ni kwamba tu hatukutegemea watailenga kampuni ya Dosam na kutishia wafanyakazi, hivyo ilibidi tuanze kufanya uchunguzi wa sababu ya kampuni ya Dosam kupata vitisho. Na ndipo tulipogundua Mr. Black aliyekuwa master wako ana dada yake wa kuzaliwa na ndiye kiongozi wa Hidden Guards. Aliongea Ichiro. Yamamoto pale alitoa faili na baadhi ya picha zilizochakaa kidogo na kumwekea Hamza mbele. Akaambiwa kwamba tafadhali angalia hizi picha na hili faili kuona kama kuna unaowatambua. Basi Hamza alisema kwamba hii picha ni ya master wakati akiwa ni kijana. Aliongea Hamza, ingawa picha hiyo ilikuwa zamani, lakini Hamza aliitambua mara moja. Ilikuwa ni ya master wake kwa sababu pia alishaona picha zake akiwa mdogo. Ukiachana na picha ya Mr. Black, kulikuwa na picha ya mwanamke wa Kijapani mdogo tu aliyekuwa pembeni yake. Sasa Mr. Miche akasema kwamba hizi picha ni za Haeji na Mr. Black wakati wakiwa wadogo. Hamza akasema mmewezaje kufanya uchunguzi na kupata hizi picha? Hata kwa watu wa jicho la anga hawana hizi taarifa. Inaonekana idara yenu ya intelijensia ina weledi wa hali ya juu. Hamza akajibiwa kwamba Lucifer, hakuna uchunguzi tuliofanya kwa sababu hizi picha zilikuwa ndani ya faili letu. Hamza kauliza faili gani? Maktaba au? Hamza akajibiwa kweli ni kwamba miaka 100 iliyopita tuliunda kitengo maalum cha intelijensia za kijeshi kinachofahamika kama Kagayaki. Kwa tafsiri ya Heaven Illumination ni sawa na kitengo cha Maribu au Dragon Soul ya China. Kitengo hiki kilikuwa na jukumu moja tu,
kupambana na watu wenye nguvu za ziada, mathalan ni watu wa ulimwengu wa giza. Sasa serikali yetu iliwekeza na kufundisha wapiganaji kwa mafunzo makali na mbinu mbalimbali dunia nzima. Kitengo chetu hakikuchagua asili ya nchi ya mtu, na ndio maana Mr. Black na ndugu yake Haiji walikuwa ni wadahiliwa kutoka Hawaii. Hata hivyo, mfalme wetu alibadili mtazamo juu ya kitengo hiki kutokana na kuamini kwamba vita ya kisasa inayotumia meli za kivita, vifaru na mabomu ilikuwa na nguvu kuliko jeshi linalotumia mapanga. Hivyo hakutaka kutoa kiasi cha hela kwenda kwenye mpango wa uundaji wa kitengo hiki. Na matokeo yake kitengo cha Heaven Illumination hakikufanikiwa kusimama. Kwa hiyo baada ya mpango wa kitengo hiki kushindwa kusimama, haikujulikana nini kilitokea baadaye. Hata wadahiliwa waliendelea na nini haikujulikana, kwa sababu taarifa nyingi zilipotea wakati wa vita ya pili ya dunia. Lakini hata hivyo, kwa sasa jambo moja lipo wazi: jamii ya Hidden Guards kutokea awamu hii ni kwa sababu Haiji anataka kumlipia kisasi mdogo wake. Aliongea kwa kina na kumfanya Hamza kufikiria kwa sekunde kadhaa kabla kujibu. Hamza akasema, lakini hata kama ni hivyo, mmefahamu vipi huyo Haiji ni kiongozi wa Hidden Guards? Na amewatafuta mwenyewe na kujitambulisha? Hamza akajibiwa kwamba mwanzoni hatukuwa na uelewa, lakini mara baada ya viongozi wa juu wa kiserikali kutishiwa uhai wao, serikali yetu ilianza kufanya uchunguzi wa chini kwa chini. Isitoshe, Hidden Guards imekuwa ikijiendesha zaidi hapa nchini, hivyo haikuwa ngumu kupata nyayo za kihistoria. Sidhani kama taarifa zetu zitakuwa na makosa. Hamza bado alikuwa na wasiwasi moyoni mwake. Bado aliamini kidogo sana kuhusu maneno hayo. Hata hivyo, aliyachukulia kwa uzito kutokana na kwamba ilikuwa ni ngumu kuamini kama Saidi anaweza kuongoza au kuweka mkononi umoja wa Hidden Guards na kufanya anavyotaka. Isitoshe pia, kwa picha hizo, kama kweli Mr. Black alikuwa na ndugu yake, basi kila kitu kinaweza kuwa kweli. Ni muda huo wakati Hamza kitafakari, simu yake mpya ilianza kuita, na mara baada ya kuitoa aligundua aliyekuwa akimpigia ni Roda, na haraka sana alipokea. Basi sauti ya Roda ilisikika, ambayo ilikuwa ikisikika kinyonge sana kwa namna fulani hivi. Akaita, bro. Hamza akasema, Roda, upo salama? Umeenda wapi na kwa nini tumeshindwa kukupata hewani kwa namba yako ya simu? Roda akasema kwamba, samani bro, simu yangu imeishiwa na chaji na kwa sasa nipo kwa babu yangu. Hamza alijikuta akishangaa, akasema, kwa babu yako? Kwani familia yako ipo hai hapa Japani? Imekuwaje ukawa na babu ghafla tu? Roda akasema, hata mimi nimeshangaa bro, lakini nimeweza kukutana naye leo na moyo wangu ulikuwa katika hali ya upofu. Kwa hiyo mnaombeni mnisamee sana sijawapigia ndani ya muda na kuwatia wasiwasi. Hamza akasema, Roda, dereva aliyekuchukua sio mfanyakazi wa Dosam, bali ni mfanyakazi wa Saidi. Unalijua hilo? Roda akasema, mfanyakazi wa Saidi? Mbona sikujua? Baada ya kunileta mpaka babu anapoishi, hakuendelea kunifuata. Aliongea Roda. Hamza mara baada ya kusikia maelezo hayo machache ya Roda, alijikuta akihisi kuna kitu kipo sawa. Ukweli ni kwamba alishindwa kuamini kama Roda alikuwa na ndugu hapo Japan. Hata hivyo, hakutaka kuuliza maswali mengi. Akauliza, uko wapi? Roda akasema, nipo kwenye kambi ya siri ya Wizara ya Ulinzi. Babu yangu ni mshauri maalum wa masuala ya kiulinzi. Bro, babu kaniambia walio nyuma ya umoja wa Hidden Guards ni Haiji, ndugu yake Mr. Black. Nadhani watu wa idara ya ulinzi wamewaambia pia. Mnaonaje mkija huku pia? Hamza alijikuta akishangaa zaidi. Roda kuwa na babu raia wa Japan, tena ambaye ni kiongozi wa jeshi. Hata hivyo, alishia kukubali tu. Akasema, tusubiri, tunakuja. Basi Hamza pale pale alikumbuka jina la Roda halisi ni Black Fog, yani Yogiri. Na kwa maelezo ya Smantis, ndio jina ambalo Roda alikutwa nalo wakati akiwa mdogo baada ya kuokotwa. Sasa Hamza akauliza kwamba, Mr. Chiro, kwenye wizara yenu ya ulinzi mna mfanyakazi mwenye jina la Yogiri? Chiro akasema kwamba nadhani utakuwa unamuulizia Mr. Yogiri. Ya ndio, ni mshauri wa wizara yetu, lakini pia mkufunzi mstaafu wa jeshi. Ni kati ya viongozi wa juu wa Afro-Japanese. Aliongea Chiro akimaanisha ndio kiongozi pekee wa juu ambaye ana asili ya Kiafrika na Kijapani. Sasa Hamza akasema kwamba hebu nielezee kidogo kuhusu Mr. Yogiri.
Hamza akajibiwa kwamba Mr. Ogiri ni sehemu ya familia iliyokuwa na nguvu hapa Japani miongo kadhaa iliyopita ndani ya eneo la Kyoto. Hata hivyo ilikumbwa na janga na kupoteza sehemu kubwa na familia. Mwanafamilia pekee aliyebahatika kubakia alikuwa ni Mr. Fukai Ogiri. Ilikuwa ni janga kubwa lililotokea miaka hiyo, na licha serikali kufanya uchunguzi wa kina, haikufahamika aliyeishambulia familia ya Ogiri ni nani na kwa nini mpaka leo hii. Hamza akasema, kwa maelezo yako, imekuwaje bwana Ogiri kufahamu Roda ni mjukuu wake na tumekuja naye hapa Japan? Na kama mlifahamu, kwa nini hamkutupatia taarifa mapema? Msikilizaji, ukweli ni kwamba licha ya Hamza alishawahi kumsikia Roda, alijaribu kufanya utafiti wa kujua alipozaliwa ila hakufuatilia sana. Hata hivyo alikuwa na mkanganyiko kidogo kwa sababu Roda alisema alikuwa na asili ya Kiafrika na Kizungu kwa wakati mmoja. Na pia wakati anaongea na Asmantis alisema Roda alikuwa amefahamu familia yake ilikuwa ikijihusisha na mafunzo ya Aikido na iliuliwa kwa moto na mtu ambaye hakufahamika. Wazee hao mara baada ya kuulizwa swali hilo na Hamza walionekana kushangaa huku akiangaliana. Sasa Yamamoto akasema kwamba nini, Mr. Ogiri ana mjukuu na mmekuja naye mpaka hapa Japani? Ichiro akasema, samani Sir Lucifer, tulikuwa busy kufanyia uchunguzi juu ya watu wa Hidden Guards na hatukuwa na taarifa juu ya hili. Hamza uso wake ulishia kucheza tu. Aliona kile walichokuwa akiongea watu hao kilikuwa ni kama kina ukungu na kuweza kuamini kama wanachoongea ni kweli. Hamza kuuliza kwamba kambi yenu ya siri ya Wizara ya Ulinzi ipo sehemu gani? Hamza akajibiwa kwamba Mr. Hamza, tukua na uelewa kama mjukuu wa Mr. Ogiri yupo hai, ila kama unataka kwenda kwenye kambi yetu ya siri tutaongoza njia. Kuna taarifa pia ambazo tunataka ukajaribu kuziangalia pia. Hamza alishia kukubali tu na bila kuchelewa waliondoka. Hamza alikuwa na wasiwasi kumwacha Eliza peke yake hotelini, hivyo aliondoka naye. Walipanda kwenye magari ya maafisa hao na moja kwa moja safari ya kwenda kambi ya idara ya ulinzi ilianza mara moja. Gari ilitembea kwa umbali wa kama nusu saa hivi na waliweza kufika kwenye eneo ambalo lilikuwa na ulinzi mkali ndani ya jiji hilo la Tokyo. Eneo hilo bwana lilikuwa pembeni zaidi na eneo la katikati ya mji na kulikuwa na watu wachache sana eneo hilo. Kambi ya ulinzi ilikuwa katikati ya mlima mfupi, ni sawa na kusema ilikuwa imejengwa katika eneo la mwinuko. Kulikuwa na taratibu kali za kuingia eneo hilo kwa kuanzia getini, na mara baada ya naibu waziri kutoa vitambulisho vyake na kupata clearance, hatimaye gari ilisonga na kuingia kwenye geti kubwa la chuma. Sasa Hamza na Eliza walishuka kwenye gari. Kutokana sasa na ukimya wa eneo hilo na namna ambavyo lilikuwa na ulinzi, Eliza alikuwa na hali ya hofu kubwa kiasi kwamba alishia kumshika Hamza mkono. Sasa Mr. Chiro akasema kwamba Mr. Hamza, hili ni eneo maalum la dharura kwa ajili ya ulinzi wa viongozi endapo vita ikitokea, ndio maana kidogo lipo tofauti na kufanya mtu kujisikia kukosa amani. Aliongea Mr. Chiro na kisha alimpa ishara ya Eliza na Hamza kuelekea kusogelea mlango uliokuwa na bandiko la Noguchi juu yake. Hamza hakuwa na hofu. Alishaingia kwenye maeneo mengi ambayo yamejengwa kama mahandaki. Hivyo hata eneo hilo ambalo lilikuwa ni handaki halikumpa hofu. Mara baada ya kupita kwenye milango miwili ya chuma katika eneo lililokuwa na mwanga hafifu, hatimaye walifika eneo lenye upana ambalo lilikuwa na taa zenye mwanga. Sasa ni muda huo Roda aliweza kujitokeza kutoka upande wa kushoto kwao. Msichana huyo alikuwa na tabasamu hafifu kwenye uso wake. Eliza akasema, Roda uko sawa? Roda akasema, niko salama, nilisahau tu kuwasiliana na nyie kwa wakati. Sasa muda ule mwanaume ambaye alikuwa amevalia kitamaduni alisogea. Alikuwa na muonekano wa kipole licha ya kuwa mzee kiasi, lakini alikuwa akidhihirisha utofauti wake na Wajapani wengi. Sasa ule mzee Ogiri akasema kwamba wewe lazima utakuwa ndio mtu maarufu kama mfalme wa kuzimu, si ndio? Asante sana kwa kumlinda mjukuu wangu. Basi Mr. Chiro akina tabasamu akisema kwamba Mr. Ogiri, hatukutegemea kama utakuwa umeweza kumpata mjukuu wako, hongera sana. Hamza akasema, Mr. Ogiri, naona hauna mafunzo yote ya nishati kwenye mwili wako. Aliongea Hamza huku akishangaa kidogo. Alichotarajia kuona kwa mzee huyo ni uwezo wa kujifunza mafunzo ya nishati za mbingu na ardhi. Istoshe wanajeshi wengi wa Kijapani ndio waliokuwa wakiongoza katika mafunzo hayo na ndio waliokuwa na mbinu za kupanda level kwa haraka sana. Sasa akajibiwa kwamba miaka kadhaa nyuma wakati wa familia yetu kupatwa na janga na mimi kujeruhiwa kwa kiasi kikubwa, nilishindwa kulinda uwezo wangu wa kinishati. Hata hivyo mpaka leo hii
nimeweza kuishi kutokana na nguvu za kutaka kumjua adui yetu ni nani. Basi Roda akasema kwamba bro, leo ndo nimejua asili yangu halisi ni hapa Japani. Maelezo ya babu yanashabiana na nusu ya ukweli niliweza kupata wakati nikifanya utafiti wa asili ya mahali nilipozaliwa. Leo nimeelezwa mkasa wote wa kilichotokea na babu amepata baadhi ya viashiria juu ya adui yetu. Njoo na wewe uangalie pamoja na sisi. Anaongea Roda akiwa na uhakika kabisa Mzee Ugiri alikuwa ni babu yake. Hamza upande wake, licha ya kwamba alikuwa na wasiwasi, alishia kutingisha tu kichwa, huku wakati mmoja akijiuliza swali, au watu walioshambulia familia hiyo walikuwa ni Hidden Guards. Waliongozwa na Roda na wengine, na kisha wakaingia katika eneo la chumba kikubwa lililoonekana kama eneo la kufanyia mikutano. Hasa baada ya wote kuketi, monitor kubwa iliyokuwa kama runinga ukutani iliwashwa na kisha ikaanza kuonyesha baadhi ya taarifa. Moja ya taarifa hizo, katika orodha kulikuwa na video kadhaa ambazo mzee huyo alifungua moja baada ya nyingine huku akitoa maelezo. Sasa Mzee Ugiri akasema kwamba hizi video tumezikusanya kwa shida sana. Ni video za maadui ambao walishambulia familia yetu. Hamza aliangalia video hizo. Zilikuwa ni video za watu wakipigana. Baadhi ya watu hao walikuwa wamevalia kininja na kwa namna walivyokuwa wakipigana hawakuonekana kama wa Japani. Hata hivyo ilikuwa ni ngumu kuthibitisha kutokana na kwamba zilikuwa zina mwanga na rangi nzuri. Sasa Hamza mara baada ya kuangalia staili zao za mapigano, uso wake ulizidi kuwa serious. Ingawa hakuona sura za watu hao walikuwa wakipigana, lakini upande wa maadui ulionekana kutokuwa na Wajapani kutokana na staili zao za kupigana. Sasa Mzee Ugiri akasema kwamba Salusifa, nimesikia wewe ni mtaalamu wa mapigano na umejifunza mbinu nyingi sana karibu dunia nzima. Nadhani kwa kuangalia hizo mbinu za mapigano umeweza gundua kitu. Anaongea Mzee Ugiri. Sasa Hamza kwa kuangalia tu mapigano hayo aliweza kutambua mbinu zao za mapigano. Alikuwa mjuzi na mtu mwenye uzoefu mkubwa wa kukutana na mbinu nyingi za mapigano. Lakini watu hao kwa namna walivyokuwa wakipigana hawakuwa wakitumia stadi za mapigano ya Kung Fu au Tai Chi, bali walikuwa wakipigana kwa kutumia nguvu zaidi na uwepesi. Basi kaambia kwamba miaka ya nyuma sikuwa na uelewa zaidi juu ya stadi nyingi za mapigano na pia hatukuwa tumejiandaa na mashambulizi ya kushtukiza. Ila mbinu za hawa watu waliotushambulia nimeshindwa kabisa kuzielewa mara moja asili yake kwa kipindi hicho. Hata hivyo kwa miaka kadhaa iliyopita nilifanya utafiti wa kina kwa kupata msaada kutoka Wizara ya Ulinzi na tuliajiri majasusi wengi kwa ajili ya kufanya uchunguzi na hatimaye tukapata taarifa ya kuridhisha. Sasa wakati akiongea alitoa kopi ya nyaraka na kisha kumpatia Hamza. Hamza alichukua nyaraka ile na kisha akaanza kuisoma na mara moja aliweza kuelewa. Faili hilo lilikuwa limejaa taarifa za kijeshi za kitengo cha Malibu, jambo ambalo lilimshangaza na kumpa shauku kwa wakati mmoja. Sasa akaambia kwamba miaka 20 iliyopita tuligundua kitengo cha Malibu kikiongozwa na kiongozi wao mwenye jina la Kodi ya Simba, ambaye tumemtambua kwa jina la Musiba Elvis Mzee. Waliingia kwa siri nchini kwetu na kufanya operation ambayo iliua familia nzima ya ukoo wa Ugiri. Hamza mara baada ya kusikia habari hiyo alijikuta akishangaa na kuchachawa kwa wakati mmoja. Upande wa Roda alionekana kuwa na hasira mno dhidi ya taarifa hiyo. Hamza alijikuta akiangalia taarifa ile kwenye nyaraka huku wakati mmoja akiomba marudio ya video ile, na aliweza kugundua kitu ambacho kilithibitisha uhalali wa taarifa hizo. Ilikuwa ni kweli, miaka 20 iliyopita aliyekuwa mkuu wa majeshi kivuli wa wakati huo na mkuu wa kitengo cha Binam alikuwa ni Afande Musiba. Ukilinganisha na staili za mapigano ambazo zilionekana kwenye video, zilifanana kabisa na maelezo yaliyokuwa kwenye nyaraka. Kuhusu namna watu hao walivyopata taarifa hizo haikueleweka. Isitoshe, kila nchi ilikuwa na mfumo wake wa kijasusi. Isitoshe pia miaka 20 iliyopita kitengo cha Maribo kilikuwa kimefanya operation nyingi karibu dunia nzima. Sasa Hamza kauliza kwamba taarifa hii inashangaza hasa ukilinganisha na umbali wa kijiografia kati ya Afrika na Japani. Je, kuna sababu ya kitengo cha Malibu kutoka mbali huko na kuja Japani kuua watu wa familia moja? Akajibiwa kwamba hili swala hatuna uhakika, lakini pia tunahisi liliwezekana kwa msaada wa serikali ya China kupitia kitengo chao cha Dragon. Kuhusu kwa nini kushambulia familia yetu, labda ni kwa sababu ya hadithi za urithi wa damu yetu. Hamza akasema hadithi za urithi wa damu yenu? Hamza na Roda wote kwa pamoja walijikuta wakianza kushangaa. Na pale pale Hamza alijikuta akifikiria kuhusu mbinu ya 100 Shadows. Mwanzoni Hamza alikuwa akijiuliza ni uwezo gani Roda alikuwa nao wa kumwezesha kuwa na spidi ya hali ya juu,
Hata hivyo hakuwahi kudhania kuhusu swala la damu. Sasa Hamza akauliza kwamba ni hadithi gani unazungumzia? Akajibiwa kwamba ukoo wetu wa Yogiri asili yake inasemekana una muunganiko na damu ya mbweha wa mikia 9. Eliza akasema mbweha wa mikia 9? Eliza alishangaa mara baada ya kusikia jambo hilo. Alijikuta akishtuka. Eliza mambo hayo aliyasikia ama kuyaona kupitia vipindi vya filamu ama kusoma kwa njia ya vitabu, lakini hakuwahi kuthibitisha ukweli wake na kuona ni uongo tu ama ni ngano. Hivyo kusikia kauli hiyo ambayo singeni kwake, alijikuta akishtuka. Hata hivyo alijikuta akifunga mdomo wake kwa kuona namna watu hao walivyo serious. Hamza hata yeye alikuwa katika hali ya mshtuko. Alishawahi kusikia kuhusu habari za mbweha wa mikia 9. Ni hadithi ambazo alikuwa amepata kuzisikia zaidi katika tamaduni za watu wa bara la Asia, mathalani China, Japan na Korea. Mfano, China ilisemekana kipindi cha utawala wa mfalme Shang au Shang Dynasty, katika moja ya masuria wa mfalme aliyejulikana kwa jina la Daj, alisemekana alikuwa ametawaliwa na nafsi ya jini mbweha wa mikia 9. Kwa ufupi ni kwamba katika hadithi zote za bara la Asia zilimuelezea mbweha wa mikia 9 kama nafsi iliyotawala miili ya binadamu na kuacha nyayo za nafsi ambazo zilijiunganisha na damu. Sasa Hamza alikuwa akijua mengi sana kuhusu hadithi za viumbe. Hata zile ambazo zilikuwa zimefichwa alikuwa anafahamu. Ukweli ni kwamba hata Afrika ya kale ilikuwa na hadithi inayomzungumzia mbweha wa mikia 9 ambayo Hamza mwenyewe aliisoma akiwa chini ya Old Ones. Kilichofanya labda mbweha huyo kuonekana zaidi katika tamaduni za kisiasa ni kutokana na utunzaji wa kumbukumbu na namna ya kuelezea matukio ya kihistoria. Asilimia kubwa ya historia za Afrika ya kale zilipotea, nyingine zilichukuliwa na wakoloni na kufichwa na nyingine zilifutwa. Sasa Hamza akauliza kwamba kuna ushahidi wowote kuhusu hili uliloongea? Mzee Ogiri akasema ndio. Miaka 300 iliyopita kabla ya uzao wetu, inasemekana mmoja wa viongozi wa familia wa wakati huo aliweza kuamsha damu ya mbweha wa mikia 9 na kuwa ninja namba 1 duniani. Bahati ni kwamba historia za mababu zetu zipo mpaka leo, na kuna sehemu katika historia inaonyesha alitokea mmoja wa wapiganaji kutoka Afrika ambaye alikuja Asia kwa ajili ya kupigana na wapiganaji mbalimbali. Huyo mpiganaji alijiita kwa jina la Mzee, ila haikuwahi kufahamika jina lake kamili aliitwa nani. Uwezo wake wa mapigano haukuwa kawaida kabisa. Kipindi hicho maninja na samurai walipigwa vibaya sana, mpaka pale kiongozi wa familia yetu ambaye aliaminika kuamsha damu yake alipoingilia kati. Ndipo huyo sasa mtaalamu wa mapigano wa Kiafrika aliondoka. Kuhusu maelezo ya mapigano hayakuandikwa, lakini kitu pekee kilionyesha huyo mtaalamu aliyejiita Mzee aliondoka akiwa amejeruhiwa vibaya sana. Ilisikitisha pia kwa mkuu wetu wa familia kufariki pia kutokana na majeraha aliyopata wakati wa mapigano. Basi Ichiro kwa mshangao kidogo akasema kwamba mtu anayejiita Mzee au huyu Msiba Elvis Mzee ni mtoto wa huyu mpiganaji aliyejitambulisha kwa jina la Mzee? Kajibiwa hatuna namna ya kuthibitisha, hata hivyo inaweza ikawa. Hamza alivyosikiliza maelezo hayo alijikuta akipata hisia za uhakika huenda mpiganaji huyo aliyeingia Japani kwa ajili ya kupigana ni jemadari. Isitoshe, kama jemadari alikuwa na uwezo mkubwa na aliishi katika nchi za Afrika, sehemu ambayo hakukuwa na watu waliokuwa na uelewa mkubwa sana wa mapigano, ni sahihi kwake kusafiri maeneo mengi ya dunia kutafuta watu wa kupigana nao ili kujua uwezo wake. Isitoshe, namna pekee ya mpiganaji kujua ana uwezo ni kwa kushinda dhidi ya mpiganaji mwenye uwezo. Hivyo kama ni kweli jemadari aliweza kufika Japani miaka 300 iliyopita, basi malengo yake hayakuwa kuua watu bali kutafuta mshindani wa kweli. Lakini Hamza alijiuliza, ni kipi kilifanya Afande Musiba miaka 20 iliyopita kuingia kisirisiri na kikosi chake na kuua familia ya Roda? Sasa Ichiro akasema kwamba kwa maelezo haya nadhani inaweza kuunganisha matukio na kuthibitisha ni watu wa Malibu walioshambulia familia ukoo wa Yogiri, na pengine sababu ya kushambuliwa kwao ni kwa sababu ya damu yao. Mzee Yogiri alisema kwamba na kuonea huruma sana mjukuu wangu, wazazi wako walifariki ukiwa na umri mdogo sana. Aliongea Mzee Yogiri huku akimfariji Roda. Upande wa Roda alikuwa akiamini kabisa maneno hayo, hivyo alijikuta kijawa na macho yaliyojaa unyevunyevu. Roda akauliza kwamba bro, hebu naomba nikuulize, huyo Musiba Mzee ni mmoja wa watu kutoka kwenye ukoo wa Mzee? Roda kwa sababu alikuwa karibu zaidi na Reji
alikuwa akijua mambo mengi kuhusu ukoo wa mzee, hivyo alishawahi kusikia jina la Musiba likitajwa. Hamza akajibu ndio. Sasa mzee Ugiri akasema kwamba ni kama nilivyotarajia tu, hao watu walitokea Tanzania na ndio maana familia yetu ilishindwa kushindana nao. Roda akasema bro, hebu nataka unikutanishe na huyo Musiba. Hamza akasema unataka kukutana naye kwa ajili ya nini? Mimi nataka tu kumuuliza ana kwa ana kwa nini aliua zaidi ya watu 100 wa familia yetu kwa sababu ya damu yetu. Mimi nataka kumuua kwa mikono yangu mwenyewe kulipa kisasi. Roda, hata kama una uwezo wa 100 shadow, hautaweza hata kumsogelea. Acha tu kumuua. Isitoshe pia hakuna uchunguzi kamili juu ya hili kuonyesha kama kweli ndio walihusika. Nadhani utulie, uchunguzi umalizike, afu ndio uchukue hatua. Bro, inamaanisha upo tayari kunisaidia? Aliongea Roda huku akitingisha kichwa chake kwa majonzi. Yaani unataka kunisaidia kwa sababu watu wanaozungumziwa hapa ni wa asili ya nchi yako na pia una karibu nao. Kwa macho yako unaniona sina umuhimu kiasi kwamba yani hutaki kuharibu uhusiano wako na hawa watu, si ndio? Sio hivyo. Kama kweli ndio wamehusika kuua watu wa familia yako na wazazi wako kwa sababu ya urithi wa damu pekee, basi sitowatetea. Lakini bado kuna mambo sijathibitisha. Hamza alitaka kusema kulikuwa na tatizo na huyo bwana anayejiita kwa jina la Ugiri. Hata hivyo hakutaka kuongea sana. Isitoshe pia swala ambalo liliwaleta Japan lilikuwa ni juu ya watu wanaojiita Hidden Guards. Hivyo kwa nini ghafla tu iwe ni swala la Roda kutaka kulipa kisasi? Hamza aliona si sawa kuongea kuhusu wasiwasi wake. Isitoshe kwa namna alivyomwona Roda, aliona hata akiongea hata umsikiliza, maana ni kama vile kuna kitu alichokuwa amelishwa na akili sio yake kabisa. Sasa Roda akasema kwamba huna haja ya kuongea kama utaki. Hebu kwanza niambie, kama ingetokea mtu wa kitengo cha Maribu akamuumiza Sister Regina au Sally, usingechukua hatua? Yaani kama Sister Regina au Sally wangetokea yani wakaumizwa, usingechukua hatua? Mimi sija kuomba uwe. Mimi ninachotaka ni wewe tu kunipeleka nikakutane na adui zangu na kulipa kisasi kwa waliofanyia watu wa ukoo wangu. Kifupi, mimi ninachoona hapa bado tu unanichukulia kama msichana mdogo ambaye umekutana naye mara kadhaa. Na kama isingekuwa kwa uhusiano wako na Master, usingenichukulia kwa umuhimu. Hamza alimsikiliza tu. Kisha akiwa serious akasema kwamba Roda, unachoongea ni sahihi. Nipe kwanza muda wa kufikiria hili swala kwa kina, sawa? Basi na muda huo Hamza aliweza kusikia sauti kali ya kuumiza masikio ikisikika kutoka nje. Ilikuwa ni kama vile kuna mtu anapuliza filimbi. Hamza kauliza, vipi hiyo sauti? Ichiro akasema kwamba ni sauti ya tahadhari, kuna mtu amevamia. Basi na ni muda ule ule mlango eneo hilo ulifunguliwa kwa kasi na mwanajeshi. Mwanajeshi akasema kwamba ripoti kwa mkuu, kuna mtu amevunja na kuvamia kambi yetu na amesema namtafuta Lucifer. Ichiro alijikuta akishangaa huku akimwangalia Hamza na pale pale alitoa maagizo. Sasa Miche haraka sana akasema kwamba hebu fanya haraka na tuoneshe kamera za nje. Basi pale pale runinga ile iliwashwa na kuunganishwa na kamera za nje. Ni muda ule ule screen ile iliweza kuonyesha eneo la milango ya nje ambayo Hamza na Eliza walipitia. Katika eneo hilo waliweza kumuona mwanamume mweusi aliyekuwa amesimama huku akiwa na tabasamu la ukauzu. Nini? Saidi? Hamza mara baada ya kuona sura hiyo alijikuta akiwa na mshangao moyoni mwake. Alijiuliza inakuwaje bwana huyo awe na ujasiri wa kumfuata mpaka eneo hilo lenye ulinzi mkali. Kulikuwa na hali ya mshangao katika sura ya Roda, kwani hata yeye pia alikuwa akifahamu Saidi alikuwa amefariki. Sasa Ichiro akauliza ya kwamba Lucifer unamfahamu ni nani? Aliuliza hivyo Ichiro huku akiwa na mshangao mkubwa usoni. Hamza alishia kutingisha kichwa tu na kisha akasema kwamba huna haja ya kujua sana, ngoja nitoke. Basi bwana. Eliza mara baada ya kumuona Hamza akinyanyuka na yeye pia alitaka kumfuata, lakini alizuiliwa na Roda. Akasema kwamba Sister Eliza, ukienda utaongeza ukubwa wa tatizo tu na kujiweka hatarini, ni salama ukabaki hapa hapa. Basi Eliza alijikuta akisita huku akimwangalia Hamza kuona ataongea nini. Upande wa Hamza alimwangalia kwanza Roda kwa macho yaliyojaa taarifa na kisha akatingisha kichwa. Roda, nisaidie kumlinda, aliongea Hamza na pale pale aligeuka na kuondoka kwenye chumba hicho cha mikutano na kwenda kwenye eneo la kuingilia. Hamza mara baada ya kuingia kwenye eneo hilo la mduara lililokuwa na kuta za chuma,
aliweza kumuona Saidi ambaye alikuwa amesimama huku akiwa na muonekano wa kejeli usoni. Basi akasema kwamba hakika umeambiwa kutokufa. Yaani hata neti yangu ya umeme ya voltage ya hali ya juu niliyokuandalia imeshindwa kukuua. Aliongea Saidi huku akicheka kiuovu. Upande wa Hamza alikuwa na macho ya tathmini. Ni kama vile alikuwa akimpima Saidi kabla ya kuongea. Hamza akasema kwamba nadhani mimi ndiye ninapaswa kuongea hivyo. Umeshindikana kufa hata baada ya kukuua mara nyingi. Wewe pia utakuwa ni fake tena. Sasa Saidi katika ile uchokozi akasema kwamba umejuaje mimi ni fake? Labda sura yake imebadilika japo sauti imebaki vile vile. Ni ngumu sana kuamini umembadilisha yeye tu, huku wewe ukiacha kubadilisha sura yako. Lazima wewe halisi utakuwa na sura nyingine. Na wewe fake umebakia katika sura yako halisi. Sitoshangaa kama umejigeuza kuwa mwanamke kabisa. Aliongea Hamza kikejeli. Saidi alicheka kwa nguvu, kisha akasema kwamba sijafikiria kuhusu hilo bado. Kama nikiweza kubadilisha na jinsia kabisa, nadhani itakuwa mbinu nzuri zaidi ya kujificha. Kwa hiyo unakubali kabisa kwamba wewe ni fake, si ndio? Saidi alishia kuchanua mikono yake tu huku akitingisha kichwa kuashiria kukubali. Akasema ndio mimi ni fake. Kwa hiyo umekuja hapa kujitambulisha kuwa wewe ni fake? Hata mimi sijaja hapa kujitambulisha. Nilitaka tu kukuona ukifika hapa. Nikifika hapa unamaanisha nini? Hamza pale pale ajikuta akikunja sura na ugeuka nyuma. Na ndipo sasa aliweza gundua mlango uliokuwa nyuma alikoacha Roda na Eliza umejifunga. Na wa mbele pia umejifunga na kumfanya kuwa kwenye gereza la chuma. Saidi akasema unaonaje sasa? Mpango wangu ulikuwa ni kukuingiza ndani ya hili eneo. Ni hivyo tu basi. Sekunde hiyo hiyo alivyoongea, pale pale ulitokea mlipuko ulioambatana na kishindo. Na Saidi alilipuka na kubakia nyama na baadhi ya vipande vya chuma vya mwili wake vilisambaa eneo lote. Hamza pale pale alijua Saidi alikuwa ni robot kamili aliyekuwa amevalishwa ngozi ya chuma tu. Kwa lugha nyepesi alikuwa ni clone la Saidi la bei rahisi. Hamza alijikuta akivuta pumzi na kisha aligeuka na kuangalia kamera zilizokuwa zikimmulika katika njia hiyo ya duara. Hamza kauliza kwamba nadhani hamfikirii kunifungia hapa kutanifanya nishindwe kutoka, si ndio? Basi hakuchukua muda mrefu, sauti ya Ichiro ya Mwangwi iliweza kusikika katika spika za eneo hilo, ikisema kwamba samani sana Lucifer kwa kudanganya. Tunajua pia hii ni sehemu ambayo haiwezi kukufungia. Aliongea Ichiro huku sauti yake ikiwa haina hofu kama mwanzo. Sasa akaambiwa kwamba lakini usije kusahau huyo mrembo Elizabeth Mlowe yupo mikononi mwetu. Sauti ya Eliza iliweza kusikika ikisema kwamba Habi usiwe na wasiwasi. Hawa hawezi kunifanya chochote. Lakini sauti ilionekana imeondolewa kwani sauti yake haikusikika tena. Hamza akauliza kwamba Roda, upo kwenye huu mpango? Unashirikiana nao ili nifanye unachotaka? Aliuliza Hamza akiwa na uhakika Roda anamsikia pia. Baada ya ukimya wa muda mfupi, hatimaye sauti ya Roda iliweza kusikika. Akasema kwamba bro Hamza, sio hivyo. Kama ungekubaliana na ombi langu la kunikutanisha na msiba, nisingeshirikiana nao. Ninachotaka ni kuwalipia kisasi wazazi wangu, lakini wewe hutaki kunisaidia. Kwa hiyo ulidhani mimi namogopa afande Msiba na naogopa kutokuwa na maelewano mazuri na kitengo cha Maribu, si ndio? Mimi sijui, akili yangu haipo vizuri. Masikio yangu yamejaa sauti za vilio vya wazazi wangu wakifa. Samahani sana bro, sina jinsi. Basi baada ya Roda kuongea hivyo, sauti ya babu yake Roda ilisikika ikisema kwamba mjukuu wangu, una haja ya kuomba msamaha. Kama hata huwezi kulipia kisasi wazazi wako, basi ustahili kuitwa mtoto wao. Hapo unafanya unachostahili kufanya. Roda, mara baada ya kumuona Saidi, bado una uhakika huyo ni babu yako kweli? Unajua fika Saidi ni mtu aina gani? Kama anashirikiana na Saidi, unaweza kumwamini? Roda alitaka kuongea jambo lakini alijikuta akihangaika kutafuta maneno. Sasa Hamza akaambiwa kwamba Lucifer, unaweza kuniona mimi kama muovu lakini siwezi kumdanganya mjukuu wangu.
Huyu mtoto amepoteza wazazi wake akiwa mdogo na akaachwa akiishi peke yake kwa miongo kadhaa. Mimi ndiye familia pekee wa damu niliyebakia. Lakini bila wasiwasi unanisingizia kwamba mimi si babu yake. Unania gani dhidi yake? Hamza akasema sawa, tuseme ni babu yake kweli. Hii ndio njia pekee uliona inafaa? Hebu niambie, acha kuzunguka. Lazima kuna sababu nyingine ya kunifungia hapa. Ichiro akasema kwamba hakika hatutaki kuingia katika ugomvi na mtu kama wewe Lucifer. Ichiro akasema kwamba ni kwamba ulinzi wa taifa letu la Japan dhidi ya ulimwengu wa giza ni dhaifu mno. Tanzania ina mahusiano mazuri na mahasimu wetu China kwa muda mrefu na kutufanya kupata hasara kubwa kila mwaka. Sasa kutokana na hili imetufanya kuchukua hatua kama hii za ulazima ili angalau na sisi kupata nafasi ya kupumulia mbele ya mahasimu wetu. Wewe kama kiongozi mkuu wa Inferno na mtu ambaye unaushawishi dunia nzima, tunakuona kama ufunguo muhimu sana wa kutusaidia katika hili. Aliongea Ichiro. Hamza kusikia hivyo alijikuta akifikiria kwa muda kabla ya kuongea. Akasema kwamba kwenye swala kama hili nadhani mnaweza kushirikiana kimkakati na serikali ya Marekani. Isitoshe wote mna adui mmoja. Halafu kubwa zaidi, si Saidi yupo chini yenu. Kama hamna wapiganaji wenye nguvu mnaweza kuambia watengenezee tu maroboti ya kibiolojia. Kwa hiyo mpaka hapa mimi hisia zangu zipo sahihi. Watu wa Hidden Guards na serikali ya Japani mnashirikiana pamoja. Mlikuwa kwenye mpango mmoja wa kunitega kuja mpaka hapa na kisha kuwashikilia wanawake wangu ili kunipa vitisho. Na kama jibu ni ndio, basi serikali yenu kwenye ulimwengu wa giza sio dhaifu kuliko hao mnaowaita mahasimu wenu. Hamza akaambiwa, Lucifer, una pointi ya msingi. Hata hivyo rasilimali ya watu tuliokuwa nayo ni ndogo sana kulinganisha na madaraka uliokuwa nayo dhidi ya kundi la kininja la Buffalo. Hamza akasema acha kuongea porojo, nasema unachotaka. Akaambiwa, sawa, mimi nitaenda moja kwa moja. Kitu ambacho tunataka kutoka kwako ni kidogo mno. Tunataka utumie madaraka yako dhidi ya kundi lako la kininja la Buffalo kutusaidia kufanya jambo moja. Ukitusaidia katika hili moja tu, tupo tayari kumwachia mpenzi wako akiwa salama salimini. Na baada ya kuongea hivyo, pale pale ulitokea mwanga wa projector na kuwa kama screen kubwa. Hamza mara baada ya kuangalia kwenye picha projector ile, aliweza kuona baadhi ya taarifa za kijeshi za maofisa wa China. Lakini sio hivyo tu, kulikuwa pia na maofisa wa jeshi la Tanzania na jumla yao kuwa 6. Asa Ichiro akasema kwamba Mr. Lucifer, kwa uwezo wako tunataka utusaidie kuua hao watu 6 kwenye picha. Hamza akasema anaona hawa ni majenerali wa jeshi la China na Tanzania. Ingawa sijawahi kuwaona, wanaonekana kuwa na vyeo vya juu. Kama nikituma watu kuwaua, si nitaingia kwenye uhasama na serikali kubwa ya Uchina na pia na Tanzania nilikotokea, Na kama ni hivyo nitarudi vipi Tanzania? Basi Ichiro akacheka akasema, Master Lucifer, nadhani utakuwa unatania. Kwa uwezo wa juu waliokuwa nao Buffalo, watafahamu vipi kama ni wewe umehusika? Hamza akasema ni kweli Buffalo wanaweza kuwaua hawa wote 6 bila kujulikana ni wahusika. Lakini vipi kama nikifanikisha hilo nikawaambia China na Tanzania kwamba mimi ndio nimehusika? Hamza akajibiwa kwamba Master Lucifer, una haja ya kuwa na wasiwasi. Hii itakuwa ni operation ya siri itakayosimamiwa na serikali yetu. Tunachotaka ni kutusaidia kukamilisha jambo hili na hakuna taarifa ambayo itatoka. Isitoshe pia unapaswa kufikiria kwa kina, ingawa bado tunamshikilia mpenzi wako, bado unaweza kujiokoa na kutoka kwenye hilo eneo, lakini bado utakutana na mtaalamu mwingine tuliokuandalia. Miaka 4 iliyopita ni kweli uliweza kushinda vita dhidi ya Mr. Black, lakini awamu hii ukikutana naye tena pamoja na dada yake, sidhani kama utaweza kumshinda tena. Aliongea Ichiro. Hamza mara baada ya kusikia kauli hiyo, mwili wake ulitingishika huku akikunja ngumi kwa wakati mmoja. Akasema kwamba unasema kwamba master wangu Mr. Black yupo hai? Akajibiwa, kuhusu kuwa hai ama kutokuwa hai itategemea na maamuzi utakaoyafanya. Ukikubali kutusaidia katika ile ombi letu, yani hautakutana naye tena. Isitoshe sio sehemu ya Old Ones tena. Hivyo hana sababu ya kupigana na wewe mpaka kufa. Ila kama ukikataa kukubali masharti yetu, basi hatuna budi kukukumbusha kwamba Mr. Black uliyekutana naye miaka ile na huyu wa sasa ni watu wawili tofauti. Amekuwa na nguvu mara 10 yake, na pia usisahau yeye ndiye aliyekuwa ni master wako. Hivyo anakufahamu vizuri kuliko mtu yoyote kwenye huu ulimwengu. Aliongea Ichiro
kwa kujiamini kabisa. Hamza alijikuta akiwa na hali ya kufikiria. Alijiambia kama kweli Mr. Black hakufariki, basi kuna uwezekano wa kuamini kile alichoongea Ichiro. Lazima uwezo wake utakuwa umeongezeka mara nyingi zaidi. Isitoshe, kuna funzo kubwa mtu hupata pale ambapo anachungulia kifo na kisha kurudi katika uhai. Bila kusahau uwezo wa mapigano aliokuwa nao Mr. Black ulikuwa ni mkubwa mno tokea mwanzo, la sivyo asingechukuliwa kama mfuasi wa Armageddon Shakyamuni. Hata hivyo, watu hao wa Hidden Gods na wengine hakuna aliyekuwa akifahamu uwezo halisi aliokuwa nao Hamza. Hamza alikuwa akijiamini na kuona hata kama master wake uwezo wake umeongezeka, anajiamini anaweza kushinda kwa mara nyingine. Hata hivyo, Hamza hakuwa na jinsi, kwa sababu Eliza alikuwa mikononi mwa watu hao. Mara baada ya kufikiria kwa kina, Hamza pale alisema ya kwamba nipeni usiku mmoja tu unatosha. Napaswa kufikiria kuhusu hili kwa kina. Akajibiwa kwamba hakuna shida. Isitoshe hili swala linahitaji maamuzi ya kinifu. Hivyo tupo tayari kusubiri. Usiwe na wasiwasi. Miss Eliza atakuwa chini ya uangalizi mzuri. Basi bwana, kilomita 2 kutoka lilipo handaki alilofungiwa Hamza, kulikuwa na baa au nyumba inayouza mvinyo, ambayo kwa nje kulikuwa na renters za mwanga zilizokuwa zimeinginizwa. Ikiwa tayari ni usiku, angani upande wa ardhini kulikuwa na mambo yaliyokuwa yakiendelea. Mwanamke mrefu mwembamba mwenye umri wa makamo aliyevalia nguo za ngozi na koti refu kufika miguuni, akiwa na nywele ndefu nyeusi, huku pua yake akiwa amening'iniza pete. Alikuwa amekaa kwenye tatami akipata kinywaji. Yule mwanamke kwa lugha ya Kijapani alisema kwamba nisamehe sana mdogo wangu, ila ni maagizo kutoka kwa mkuu wetu kumtaka kutuma watu kwenda Tanzania na China kwa ajili ya kuua majenerali wa jeshi. Kwa sababu ni mkuu aliongea, kwa hiyo sina jinsi zaidi ya kumsikiliza. Vinginevyo ningeshirikiana na wewe kumkata yule mtoto kichwa chake. Aliongea mwanamke kwa lugha ya Kijapani, huku dhamira ya kutaka kuua ikiwa imemjaa usoni. Mwanaume aliyekuwa amekaa pembeni yake alikuwa na muonekano mzuri, ingawa hakuonekana kama Mjapani kamili, lakini alionekana kuendana na tamaduni hizo vyema. Alikuwa na nywele ndefu nyeusi ambazo zilifika mabegani. Alionekana kuwa katika umri wa miaka 40 au 50. Hata yeye pia alikuwa amevalia nguo za ngozi. Yeye hakuwa akinywa pombe na mkononi alikuwa ameshikilia kikombe cha chai maarufu kama oolong. Asuli mwanaume akasema ya kwamba dada, kweli nilishaachana na masuala ya kisasi muda mrefu uliopita. Kama isingekuwa ombi la Master Armageddon, nisingekutana kabisa na Lucifer kwenye uhai wangu. Aliongea mwanaume kisha alipiga pafu kidogo akiwa na tabasamu usoni. Akaendelea kwa kusema kwamba kuweza kuishi tena hakika ni baraka kutoka mbinguni. Basi yule mwanamke aliweka glasi ya mvinyo chini kwa nguvu, kisha akasema kwamba kama unaweza kuvumilia, mimi siwezi. Ni wewe ambaye ulimfundisha mapigano na kuvuna nishati za mbingu na ardhi. Kama isingekuwa wewe, angekuwa ameshakufa miaka mingi iliyopita. Kakusaliti wewe kama master wake, na kisha akamuua mke wako na kuharibu msingi wote wa shirika ulilosimamisha kwa kuvuja jasho. Mtu kama huyo kwa nini anaheshimiwa na watu wengi? Kama kweli huna mpango wa kufanya chochote, kwa nini ulikuwa ukifanya mazoezi makali kwenye miaka yote 4? Unataka kuniambia kwamba juhudi zako hazikuwa kwa ajili ya kisasi? Aliongea mwanamke kwa nguvu. Kama Hamza angekuepo hapo, hakika angeweza kujua watu hao ni ndugu alioambiwa muda mfupi uliopita. Yaani Haeji na mdogo wake Mr. Black. Mr. Black alishia kutoa kicheko huku akitingisha kichwa chake. Akasema kwamba damu kubwa, kipindi kile hukutaka kujihusisha kabisa na mambo ulimwengu na migogoro yake. Ndio maana ukachagua kujiunga na Hidden Gods. Mimi kwa upande wangu, mimi nilikuwa kijana mwenye damu inayochemka na nilitaka kufahamika kwa uwezo wangu. Hivyo nikaamua kuabudu machafuko na nguvu na nikajiunga na Old Ones. Lazima tulipie gharama ya maamuzi na machaguo tuliyofanya. Mimi nimefanya mambo mengi sana ambayo mtu wa kawaida atashindwa kuamini ni kwa ajili tu ya kupata nguvu na madaraka. Kwa hiyo sijuti kwa lolote ambalo nimelifanya, kwa sababu mimi nilikuwa kiongozi mwenye cheo cha Mr. Black ambaye nilipaswa kufanya nilichostahili kufanya. Kwa hiyo Fallen yeye hakuamini mtazamo wangu na thamani yangu. Ndio maana aliamua kuondoka. Kama ilivyo kila mtu kwenye ulimwengu huu ana haki ya kuchagua aina ya maisha yake mwenyewe, na ni mshindi pekee ambaye ataingia kwenye historia na kuaminisha watu njia aliyoichagua ilikuwa sahihi.
Mwanafunzi wangu alinishinda si kwa sababu ya nishati, si kwa sababu ya ufundi katika mapigano, bali kwa sababu ya hofu. Alikuwa na hofu ya kushindwa kuliko mimi. Isitoshe, hakukuwa na chuki yoyote kati yangu na Lucifer zaidi ya mitazamo tofauti tu. Na sasa mtazamo wangu wa kipindi kile ulishabadilika. Imani yangu ya kipindi kile imeshabadilika. Hivyo mimi sina haja ya kulipa kisasi, kwani itakuwa ni bure tu. Mara baada ya Haeji kusikia kauli hiyo, macho yake alishia kucheza, kisha akasema kwamba wewe una imani yako, na hivyo mimi na ya kwangu. Siwezi kuona mtu ambaye amemuumiza mdogo wangu yupo huru tu na anatanua atakavyo. Hiki ndicho ninachopaswa kufanya kama dada yako. Yule mwanaume akasema safi sana, umeongea vyema. Basi muda huo makofi kutoka upande mwingine wa chumba yalisikika. Alikuwa ni kijana mdogo hivi aliyekuwa amejilaza kwenye godoro, yani godoro la tatami, na alitoa tabasamu pale pale. Kisha akasema kwamba kwa namna ninavyomfahamu Hamza, nina uhakika hatotuma mtu yoyote kwenda kuua watu China na Tanzania. Hawezi kabisa. Ikifikia hatua hiyo, yani hamtakuwa na jinsi zaidi ya kwenda kupigana naye. Hivyo nadhani kwa tadhali, kwa nini tusitumie hii nafasi wakati Hamza tumemfungia? Kwenda Tanzania na kukamata baadhi ya watu wake na kuwaleta hapa kama mateka. Nadhani kama itakuwa ni kitu kizuri sana. Sijui kwenu nyinyi mnaonaje? Haeji mara baada ya kusikia kauli ile, ghafla alinyosha mkono wake na ulitokea mkandamizo wa nishati ya giza ulioambatana na kucha za jini na kushikilia shingo ya Saidi. Saidi bila kutegemea, ghafla tu alikuwa amebanwa shingo na alikuwa katika maumivu kiasi kwamba alikuwa akipata shida ya kupumua. Akasema kwamba Black sister, Black, nimekosea. Saidi alijitahidi kuomba huruma kwa lugha ya Kiingereza. Akaambiwa kwamba Saidi, naona ushaanza kujaa kiburi. Yaani unathubutu kuongea huu ujinga wako. Kwa hiyo unaona kabisa mimi na mdogo wangu yani hatumwezi Lucifer, si ndio? Na tunapaswa kukutegemea wewe ili utusaidie, si ndio? Saidi akasema samahani, sikumaanisha hivyo. Saidi akaambiwa, wewe usisahau mimi ndiye majisi nguli kwenye mafunzo ya miujiza ya giza na kuvuna mapepo. Mbinu yako ya kujibadilisha kwa kutumia maroboti yako haina nguvu yote mbele yangu. Kama ninao uwezo wa kukutafuta mara moja nikakupata, nina uwezo wa kukutafuta mara ya pili, mara ya tatu na mara nyingi zaidi na nikakupata tena. Mbele yangu huna vigezo kuonyesha majigambo yako. Mara baada ya kuongea vile, Haeji alimwachia Saidi ambaye uso wake ulishakuwa wa kijani muda mrefu tu kwa kukosa hewa. Saidi alishia kuvuta hewa nyingi na kuishusha. Macho yake yalikuwa yamejaa hofu na hakuthubutu kuongea tena. Sasa Haeji kwa ukauzu mkubwa akasema kwamba kama usingeuponya mguu wa mdogo wangu, kwa ulichoongea sasa hivi, ningeshakuwa muda mrefu. Ndio maana mtu kama wewe unayejua kuteka wanawake huwezi kumshinda Lucifer. Anaongea Haeji kwa ukauzu mkubwa. Akasema kwamba nimekuelewa Master Black Sister. Sitaongea tena ujinga. Basi Haeji akasema kwamba huna haja ya kuigiza. Najua bado hujanielewa vizuri. Anaongea Haeji huku akimwangalia Saidi kwa macho ya kejeli. Akasema kwamba mwangalie sasa mpaka amejikojolea. Hivi unategemea nini zaidi kutoka kwetu na sifa zako za maigizo? Nilikupa fursa. Nimekupa pesa na watu. Sio tu kwamba umeshindwa kumkamata Lucifer, lakini pia umepoteza watu niliokupatia. Naamini hata ule mwanamke wako anayeitwa Lamla ataendelea kukulaani huko kuzimu kwa ukilaza wako. Akasema kwamba Lamla ni umbo wa kike tu niliomlea na mzigo kwangu. Master Haeji, nilikuwa sipo makini, tafadhali niamini mimi, nitafanya vizuri siku nyingine. Saidi akaambiwa kwamba hakutakuwa na siku nyingine. Nilikupa ruhusa ya kukamata wanawake wa Lucifer pekee, lakini sikukwambia ujaribu kumuua Lucifer. Hivi nadhani mbinu yako ya siri ya kutaka kumuua Lucifer na chandarua cha umeme sijaifahamu? Wewe ni mjinga kweli kweli. Kama kweli ungeweza kumuua na kachandarua kako, unadhani kawezaje kumuua White Queen au Guja Orlando? Saidi sura ilimfubaa. Ilikuwa ni kweli, alitaka kumuua Hamza kwa kumtoa kafara Lamla, mwanamke ambaye hakuwa na thamani kwake. Hata hivyo hakutegemea kama Haeji angegundua mpango wake. Alijua fika kama akimkasirisha Haeji na kuacha kumpa hela na watu kwa ajili ya majaribio, atashindwa kabisa kuja kulipa kisasi chake. Asa akasema kwamba Sister Black, nimekosea, tafadhali nisamee. Sitothubutu tena kufanya maamuzi bila ruhusa yako. Basi Saidi haraka alijikuta kitambaa ardhini
ili kuomba msamaha akiwa na muonekano serious kabisa. Mwanzoni, mara baada ya mpango wake kule visiwani kufaili kumuua Hamza, aliona hataweza kumuua kwa njia za kawaida, hivyo akapanga labda kusafiri katika pande zote za dunia kwa ajili ya kujifunza miujiza mizito pamoja na mapigano ili kuja kumshinda Hamza. Hata hivyo, wakati akiwa anaianza safari, alianza kusikia habari nyingi sana kuhusu Hamza katika ulimwengu wa siri, na aliweza kugundua kulikuwa na gepo kubwa mno kati yao na ambalo linazidi kuongezeka kila uchao. Hivyo kwake aliona ni ngumu sana kuanza kujifunza miujiza na mapigano kuja kumshinda Hamza. Saidi akiwa hana namna, alijikuta akirudi tena katika mpango wake wa teknolojia kutengeneza silaha zenye nguvu ya kumuua Hamza. Hata hivyo, teknolojia zake zilihitaji mtaji mkubwa mno wa kifedha kwa ajili ya majaribio, na asingefanikisha chochote bila kuwa na mwekezaji. Miezi kadhaa wakati akiwa busy kutafuta mwekezaji kwenye teknolojia zake, ndipo alipokutana na Haeji na kumwambia anamtaka amsaidie kumponyesha mdogo wake mguu. Saidi alikubali bila kujali taarifa zake zimemfikia vipi mwanamke huyo. Katika vita ya Hamza na Mr. Black kipindi cha miaka kadhaa iliyopita, haikuwa kama Hamza alivyofikiria kwamba amemuua Mr. Black. Bali ukweli ni kwamba mwamba huyo mara baada ya kukatwa mguu na Hamza, alidondokea baharini akiwa hajitambui mpaka alipokuja kuokolewa na dada yake. Hakukuwa na teknolojia yoyote ya kumponyesha mtu mguu na ukarudi kuwa sawa kama mwanzo. Hata hivyo, kutokana sasa na kutokata tamaa kwa Haeji kutaka kumtibia mdogo wake, ndio akaja kumpata Saidi. Saidi naye hakuwa mzembe, alitaka kumfurahisha bosi wake. Hivyo aliweza kumtengenezea Mr. Black mguu mwingine. Na sio hivyo tu, aliutia teknolojia mwili wa Mr. Black na akawa na nguvu zaidi. Ilikuwa ni ngumu kwa wawekezaji wa kawaida kuamini uwezo wake wa kisayansi, ukitegemea kwanza alikuwa mweusi na watu wote walikuwa wakiwadharau sana watu weusi kwa kukosa akili. Haeji ndiye mtu ambaye alishuhudia uwezo wa Saidi, hivyo akaomba msaada wa kifedha kwa ajili ya majaribio. Hata hivyo, Saidi licha ya kwamba aliweza kupata msaada, hakuwa na uhuru kama ule wa mwanzo kwa sababu Haeji alikuwa danganyiki. Mwili wake ulikuwa umejaa mapepo ya kila aina yanayomtumikia, kuanzia ya utambuzi, ya umbea na laana. Hivyo licha ya Saidi kuwa na maroboti ya kibiolojia, mbele ya nguvu za giza za Haeji alikuwa Periton. Hivyo mwisho wa siku hakuwa na uhuru wa kufanya anachotaka. Basi Haeji akiwa na ukauzo akasema kwamba usije kujifanya tena mjanja mbele yangu. Takataka kama wewe unapaswa kushukuru kuweza kuishi mpaka sasa, licha ulimwengu wa giza ulivyo. Umenielewa ninachoongea? Saidi akasema, Black Sister, mimi kijana wako nimekuelewa kabisa na asante sana kwa kutoniua. Aliongea Saidi ambaye alikuwa akisujudu kama paka chini ya miguu ya mwanamke huyo. Sasa tukirudi kwenye kambi ya siri, kulikuwa na chumba maalum cha mapumziko, lakini muda huo kulikuwa hicho chumba kilikuwa kimezunguka, ni kama kilikuwa kimegeuzwa gereza kwa ajili ya kumfungia Eliza. Eliza alikuwa ameketi kwenye kiti huku akiwa na macho mekundu. Mbele yake kulikuwa na matunda na baadhi ya vitu vya kutafuna pamoja na maji. Alikuwa amelia, lakini hakulia kwa muda mrefu kwa sababu alijua katika hali kama hiyo kulia hakuna maana. Kulia kwake hakumsaidii chochote Hamza. Masikitiko yaliyokuwa kwenye kichwa chake yalimfanya ajihisi kujichukia mwenyewe. Tokea siku ambayo alikutana na Hamza, ni yeye tu anayepokea msaada. Ni Hamza ambaye alikuwa akimlinda kwa kila kitu, ila yeye hakuwa na chochote cha kufanya kumsaidia. Muda huu akiwa na machungu, mlango ulifunguliwa na akaingia Roda. Na mara baada ya kuingia tu, mlango ulifungwa na wanajeshi wa Kijapani. Sasa Roda kwa sauti laini akasema, Sister Eliza. Eliza alinua uso wake na kumwangalia Roda kwa macho yaliyojaa machungu. Eliza akasema kwamba, Roda, kuna haja ya kwenda mbali kiasi hiki? Ina maana humwamini kabisa Hamza? Roda akasema kwamba, Sister Eliza, ni kwamba tu unashindwa kuelewa ni maumivu kiasi gani pale ambapo ukikumbushwa mateso aliyopata familia yako na kuuawa tena nikiwa mdogo. Huwezi kuelewa ni upweke kiasi gani nimepitia katika maisha yangu mpaka kufikia umri huu. Hebu tusiendelee kabisa kuliongelea hili swala. Mimi nipo hapa kuhakikisha kwamba sitoruhusu kukufanyia chochote kibaya wakati ukiwa hapa. Aliongea Roda. Eliza alisimama na kisha alitembea mpaka karibu na Roda. Akamwambia kwamba, Roda rafiki yangu, nini kimekupata Inawezekana vipi unashindwa kumuelewa Hamza? Vipi ushajiuliza kwa nini hakukuambia urudi hotelini na kuamua kuja mpaka kwenye hili shimo la ajabu? Ni kwa sababu anakuamini bila sababu yote. Ni kwa sababu yupo tayari kujiweka rehani kwa ajili yako. Roda alishia kung'ata lipsi zake pekee. Macho yake yalikuwa mekundu na alishia tu kuwa kimya. Eliza akasema kwamba, ni kweli sijui unajisikiaje kwa kupoteza familia yako yote.
Hata hivyo naamini kwamba mwanafamilia mwenye mapenzi ya dhati na wewe hawezi kukuona ukichagua njia ya kisasi ambayo haina furaha yoyote kwenye maisha yako. Mimi sijui kama yule babu yako naye ni robot la kibiolojia lililotengenezwa na Saidi, ila kama kweli ni babu yako wa damu, basi asingekusii kwa nguvu zote kulipa kisasi na kukuweka mjukuu wake pekee katika hali ya hatari. Unaweza kumchukia Hamza kwa kutotaka kukusaidia kwenda kukutanisha na afande msiba, lakini ukifikiria vyema hii yote ni kwa ajili ya kukulinda. Roda alisema kwamba Sister Eliza, usiongee tena. Babu yangu sio fake. Basi Eliza kuona vile kwamba binti kakasirika, alijikuta tu akitokwa na machozi. Akasema kwamba mimi ni mwanamke nisiye na faida. Nashindwa kumsaidia chochote na kuishia kumrudisha nyuma tu. Lakini hata kama nikipoteza uhai wangu hapa leo, lazima niongee kweli. Ninaamini hata we mwenyewe utakuwa na mashaka na babu yako na unaogopa kugundua ni feki. Ndio maana ukaamini chochote alichokuambia na kuona kweli ni babu yako. Ni kwa sababu katumia udhaifu wako wa kutamani kuwa na ndugu kwa kiasi kikubwa kuingia katika akili yako na moyo wako. Hebu tulia basi. Anza kujifikiria upya na kuweka roho ya kisasi pembeni na utapata mwangaza wa nafsi. Katika kufikiria kwako, jiulize, je, Hamza ni mtu mbinafsi kumshinda huyu mzee ambaye amejitokeza kwako ghafla tu na kujitambulisha kuwa babu yako ambaye hujui kama ni halisi au feki? Na je, mtu ambaye umekuwa naye na kusaidiana naye kwenye matatizo na furaha hastahili kuaminika? Roda. Kwa nini lakini? Basi Roda mara baada ya kupewa shule alijikuta akitoa tu macho akimwangalia Eliza. Alimwona Eliza siku zote alikuwa ni mwanamke dhaifu na mpole, lakini muda huo aliweza kuhisi nguvu kubwa iliyokuwa ndani yake. Mara baada ya kimya cha muda mfupi, Roda aliondoa mkono wa Eliza mabegani mwake na kisha aligeuka na kuondoka. Akasema kwamba Eliza, kwa sasa pumzika. Unaonekana umechoka mno. Mara baada ya kuongea hivyo, alitokomea nje na mlango ukafungwa tena. Eliza alishia kung'ata lipsi zake kwa nguvu kutokana na masikitiko. Mara baada ya kufikiria kwa dakika kadhaa, hatimaye macho yake yalijawa na hali ya kimamzi. Mrembo huyo aliangalia mazingira ya chumba hicho na pale pale aliweza kuona kioo kilichokuwa juu ya meza. Alipiga hatua na kisha kukinyanyua na kukirusha chini ya sakafu. Kioo kile kilisambaratika na kurusha vipande kwenye sakafu. Upande wa nje ya chumba, Roda alikuwa amenyoosha shingo huku akitembea umbali mfupi kidogo na kupunguza mwendo mara baada ya kumuona mzee Yogiri akija upande wake. Akauliza kwamba umetoka kuonana na Miss Eliza? Roda akasema ndio. Mzee akasema kwamba umwambia nini? Yaani umemshawishi atusaidie kuongea na Lucifer? Roda akasema ndio, ila amekataa. Yogiri akasema, kweli? Hii ni mbaya kama ikiendelea hivi bwana. Mkuu Lucifer anafahamika kwa ujeuri wake na Mr. Black na Heji wameungana. Hata kama akikataa atakuwa kwenye matatizo tu. Roda alinua uso wake na kisha akamwangalia babu yake huku akilazimisha tabasamu. Roda akasema kwamba babu, hili swala likiisha nataka unipikie chakula cha NATO. Nilikipenda sana wakati nikiwa mtoto. Roda akaambia, usio na wasiwasi mjukuu wangu, japokuwa nimezeeka lakini nitakuandalia NATO kwa uwezo wangu wote. Roda akasema, lakini babu. Aliongea Roda huku macho yake akionyesha ishara huzuni. Mzee akasema, nini mjukuu wangu, wewe ongea tu. Lakini babu, marriage na soya tokea nikiwa mtoto. Aliongea Roda huku muonekano wake ukizidi kukaza. Mzee akasema kwamba ndio ni kweli, uzee huu unasahau mambo mengi sana bwana mjukuu wangu. Kwa nini unamtania babu yako bwana wakati unajua kabisa kumbukumbu zenyewe ni za kushikilia tu? Na kabla ya mzee Yogiri hajamaliza sentensi yake, alishindwa kuongea tena. Nyota yenye makali ya kininja ilikuwa imeshatoboa shingo ya mzee huyo na damu nyingi kumwagika chini. Katika macho ya Roda ilishia kuonekana michirizi ya machozi pekee ikijitengeneza. Muda huo ndani ya chumba alichofungiwa Eliza, mara baada ya kupasua kioo, aliokota kipande cha glasi kilichokuwa na ncha kali na kisha akaangalia kamera zilizokuwa zimefungwa kwenye kona. Matendo yake yote yalikuwa yakifuatiliwa kwa kamera hizo. Eliza alitoa tabasamu akiangalia kamera zile. Na kwa kejeli alisema kwamba I won't be your hostage. Aliongea akimaanisha kwamba anakataa kuwa mateka. Na pale pale moja kwa moja alikata kiganja cha mkono wake. Mwanamke huyo alijikuta akitoa kilio cha maumivu makali
huku damu nyingi zikitoka kwenye mkono wake. Kipande kile cha kioo hakikuwa kisu, hivyo jeraha halikuwa kubwa. Hata hivyo kilitosha kumfanya kutokwa na damu nyingi. Eliza alionekana kutokuridhishwa na jeraha hilo dogo, hivyo alipanga kuongeza ukubwa wake. Lakini ni muda huo huo mlango ulifunguliwa. Mwanajeshi aliyekuwa akilinda eneo hilo alikuwa amepokea ujumbe kutoka kwenye chumba cha kuongozea kamera, na mara baada ya kujua mateka anataka kujiua, haraka sana aliingia, akaambiwa kwamba weka chini hicho kioo. Aliongea mwanajeshi ambaye kwa wepesi kabisa aliweza kuharakisha na kushikilia mkono wa Eliza asiendelee kujidhuru. Ni muda huo huo kupitia mkono wa Eliza uliokuwa ukitoka damu ulifanya shambulizi kuelekea kwenye macho ya mwanajeshi ule. Mwanajeshi ule alikuwa haraka, kwanza alikuwa na haraka kumzuia Eliza kutokujiumiza, lakini hakutegemea kama atashambuliwa. Istoshe, alimuona Eliza kama mwanamke dhaifu tu asiye na mafunzo yoyote ya mapigano. Hivyo hata kushambuliwa kwake hakutegemewa kabisa na alishindwa kuzuia. Mwanajeshi yule alijikuta akilia kwa maumivu makali huku akidondoka chini. Mkono wa Eliza mwingine pia ulikuwa umeshikilia kipande cha kioo kilichokuwa na ncha kali, na ndicho alichotumia kumtoboa macho yule mwanajeshi. Sasa mara baada ya kuona mwanajeshi yule yupo chini akigaragara, Eliza aliona hiyo ndio fursa. Haraka haraka alivumilia maumivu, kisha akachukua bastola kutoka kwenye kiuno cha mwanajeshi yule na kuanza kukimbia kutoka kwenye chumba hicho, huko bastola ikiwa mbele. Alikuwa akikumbuka njia aliyokuwa amepitia wakati akiingizwa eneo hilo. Malengo yake yalikuwa wazi. Alikuwa na mpango wa kwenda kwenye mlango wa chuma kwa ajili ya kumfungulia Hamza. Hata kama hana uwezo wa mapigano, hana nishati za mbingu na ardhi, hakutaka kuwa mzigo kwa Hamza. Uvumilivu wa kusubiri zaidi ulimshinda. Hata hivyo, eneo hilo lilikuwa na wanajeshi kibao, kwani mara tu baada ya kutokezea kwenye korido ndefu, aliweza kuona wanajeshi wa Kijapani wakiwa mbele yake wakitaka kumzuia. Muda ule aliweza kuona wanajeshi wawili wakimsogelea kwa kasi, na Eliza alitumia mbinu ambazo watu wa movie wanavyofanya, kisha akainua bastola ile kijeshi kabisa na kuvuta trigger. Wanajeshi wale walijikuta wakiamaki, na walipokuwa wanataka kujirusha pembeni kukwepa, waligundua hakukuwa na mlio aina yoyote wa risasi kutoka. Eliza alizidi kuvuta trigger kwa uwezo wake wote, lakini hakuna mlipuko wote uliotokea kwenye bunduki hiyo. Jambo hilo lilimfanya awe na wasiwasi mkubwa sana. Eliza alikagua bastola ile na kujiuliza huenda imeharibika. Alikuwa na wasiwasi kiasi cha kutaka kutoa machozi. Wanajeshi wale wa Kijapani kuona vile walifurahi, kwa sababu hawakupaswa kumuua Eliza, walishindwa kutumia bunduki zao. Lakini mara baada ya kugundua Eliza hakuwa na ujuzi wa kutumia bastola, walijikuta wakitulia. Muda ule ule wale wanajeshi walipokuwa wakitaka kumsogelea Eliza ili kumkamata, ghafla tu visu vya nyota vilitua kwenye miili yao, vilitoa mlio wa kukata anga na kwenda kukita kwenye paji la uso za wanajeshi wale. Eliza aliposhtuka na kugeuka nyuma, aliweza kumuona Roda akiwa anasogea na kumfanya kushangaa. Roda alishia kutoa tabasamu, kisha akamsogelea Eliza na kuchukua ile bunduki na kuiweka kutoka kwenye safety mode. Sasa Roda akasema kwamba hii bastola hapa ipo kwenye hali ya usalama, unatakiwa kwanza kuifungua kabla ya kuvuta trigger. Eliza alishia kutoa sauti ya kumbe huku akichukua bastola ile, mikono ikitetemeka. Roda muda huo alishindwa kujizuia na kutoa kicheko. Akasema kwamba Sister Eliza, si ulikuwa ni kama komando wa vita, sasa hivi tu ukiwa tayari kumuokoa bro. Kwa nini sasa unatetemeka kiasi hicho wakati bunduki ipo mikononi? Roda mara baada ya kuona hali ya aibu usoni mwa Eliza na wasiwasi wake, alijikuta akishia kutingisha tu kichwa. Akasema kwamba leo ndo nimekuja kujua kwa nini bro Hamza anakupenda. Sister Eliza, usijione kama mzigo kwa bro. Kuwa na wewe ana bahati sana. Eliza alishia kusimama tu eneo moja, huku akishindwa kujua hata ongea nini. Ni muda huo Roda alibadilika tena na kurusha visu vyake vya kininja kwa spidi mfulizo. Walinzi watatu wa kijeshi waliokuwa wakisogea kutaka kuwazuia walishia kupokea visu hivyo na kudondoka chini. Roda mara baada ya kuwadhibiti wale walinzi, haraka alimshika mkono Eliza na kumwambia kwamba twende sasa tukamfungulie bro Hamza. Basi Eliza alikuwa na furaha mara baada ya kuona Roda amerudi kwenye uroda wake. Eliza akasema kwamba naona sasa umeweza kurudi. Nilijua tu uwezi kumsaliti Hamza. Ila vipi kama babu yako akija? Roda akasema hakuwa babu yangu, alikuwa ni fake tu. Nimeshamuua. Aliongea Roda akiwa katika ukauzo. Eliza alishia tu kushangaa, lakini hakuwa na muda wa kufikiria ama kuuliza. Alishia tu kufuata nyuma kwa hatua za haraka.
Muda ule wakati wawili hao wakitaka kuingia upande wa njia ile ya shimo kufikia mlango wa chuma, kundi la wanajeshi waliwasogelea kwa kasi, wote wakiwa wameshikilia bunduki na wakiwaangalia Rhoda na Eliza kwa tahadhari. Wanajeshi hao waliongozwa na Ichiro, ambaye alikuwa na uso uliojaa usiriasi mkubwa, na aliongea kwa sauti nzito akisema kwamba Mr. Blackfog, wewe ni Mjapani mwenzetu. Yaani unaua wanajeshi wa nchi yako kwa ajili ya kusaidia hawa wageni? Rhoda akasema, kwa kitendo chako pekee cha kunitengenezea babu fake na kucheza na hisia zangu, ni kosa la mimi kukuadhibu kwa kukuua. Aliongea Rhoda huko akiwa na dhamira kuu ya kutaka kuua. Basi akaulizwa kwamba umejuaje Mr. Ugiri alikuwa fake? Akasema kwamba kwa maelezo ya babu mlionitengenezea, anasema alikuwa akinipenda sana na hata kunipikia chakula mara kwa mara wakati nikiwa mdogo. Lakini kama kweli alikuwa akinipikia, kwa nini ameshindwa kujua nina allergy na maharage ya soya tokea nikiwa mdogo? Ichiro mara baada ya kusikia kauli hiyo, alijikuta akijichapa paji la uso kama vile alikuwa amesahau kitu muhimu sana. Akasema, kumbe ilikuwa hivyo. Nadhani ni kitu ambacho tulikosa kufahamu. Isitoshe, kwenye taarifa kuhusu familia yenu hakukuwa na maelezo kama una allergy na soya. Naona babu tuliokutengenezea alikuwa hajakamilika. Hata hivyo, hata kama umejua kwamba Mr. Ugiri ni fake, una hakika unaweza kuokoka hapa ndani ukiwa na Miss Eliza, Kama nikitoa oda moja tu hapa ya kushambulia, hata kama we mwenyewe una uwezo wa kujilinda, sidhani kama ndugu yako nyuma atakuwa na uwezo huo. Eliza akasema, Rhoda, usisikilize. Wewe niache tu na fanya unachoona kinafaa. Aliongea Eliza aliyekuwa na hofu ya kuwa mateka kwa mara pili. Sasa Rhoda alishia kukunja tu sura huku akiwaza njia ya kupambana na hiyo hali. Hata hivyo, ni muda ule ule aliweza kuhisi kitu kikitokea na macho yake akachanua. Kilikuwa ni kishindo kizito mno kama cha bomu kilichotokea nyuma ya mlango ule wa chuma. Lilikuwa ni pigo zito mno la silaha ya kusudi na likabomoa mlango ule. Bora ingekuwa ni kudondoka tu kwa mlango, bali ulilipuka kwa wakati mmoja na kutawanya vyuma eneo hilo kama vile ni mchanga. Ichiro na wanajeshi ambao walikuwa karibu na mlango huo walijikuta wakichanwa na vyuma vile, na kabla hata hawajaelewa kilichotokea, walikuwa wapo chini wakivuja damu. Ilionekana hata kwa ndoto Ichiro hakutegemea kwamba mlango huo uliotengenezwa na chuma kigumu mbele ya mtu kama Hamza ungekuwa kama karatasi tu. Eliza na Rhoda walijikuta wakishangaa mara baada ya kumuona Hamza akitoka kwenye eneo alilofungiwa huko akiwa na silaha mkononi. Hamza alishia kurudisha silaha ile kwenye pete, kisha alipiga hatua akikanyaga juu ya maiti za wanajeshi huku akiwapiga baadhi yao mateke kwa wale ambao walikuwa hawajafa vizuri. Ni muda ule ule macho ya Hamza yalitua kwenye mkono wa Eliza uliokuwa ukitoa damu. Alishia kutembea na kumsogelea kisha kuangalia jeraha la mkono wake. Kwa kuangalia haraka tu aliweza kujua jeraha hilo Eliza amejisababishia mwenyewe kwa kujikata. Na alishindwa kujizuia kutokumlaumu. Akamwambia kwamba, Lizi, kwa nini umefanya hivi? Eliza alishia kucheka tu, tena alikuwa anacheka kwa furaha huku akijaribu kutingisha kichwa chake. Akasema kwamba niko sawa, damu imeacha kutoka na kidonda sio kikubwa. Hamza akiwa serious akasema kwamba hauna mafunzo yoyote ya kimapigano wala kijeshi. Kufanya hivi ni hatari mno. Kwa nini unachukulia uhai wako kama utani? Basi mara baada ya Eliza kuona namna anavyofokewa, hakuona huzuni. Kiume chake alitabasamu. Isitoshe, alikuwa kimjali sana Hamza kiasi kwamba maneno hayo kwake yalikuwa ni kama wimbo. Akasema kwamba sitorudia tena siku nyingine. Hata mimi nimegundua nilikuwa na haraka tu za kijinga. Sikujua hata kutumia bunduki, lakini nikajipa ujasiri usio na maana kama mpuuzi tu. Basi upande wa Rhoda alishia kuangalia kidonda cha Eliza na kujikuta akizidi kujilaumu. Rhoda akasema kwamba samahani sana, yalikuwa makosa yangu. Chuki ya kutaka kulipa kisasi imenifanya nikawa kipofu. Naomba msamaha. Aliongea Rhoda huku akianza kulia kwa kwikwi. Na haraka sana alipiga magoti na kuinamisha kichwa chake chini mbele ya Hamza. Rhoda akasema kwamba my prince, nipo tayari kupokea adhabu yako. Sina tena ujasiri wa kunyanyua uso wangu mbele yako. Sitoweza pia kumwangalia master wangu usoni. Mara baada ya kuona vile, Eliza haraka alitaka kumuinua Rhoda juu. Hamza akasema, Rhoda, hebu simama na acha kujilaumu. Hayakuwa makosa yako. Rhoda akasema, hapana, ni makosa yangu, na kama sio wewe
Sister Eliza kuniaminisha ningefanya kosa kubwa ambalo ningejutia maisha yangu yote. Ulikuwa ni ubinafsi mkubwa. Eliza mara baada ya kuona muonekano wa Rhoda wa maumivu na huzuni, alijikuta roho ikimuuma, lakini alishindwa kujua cha kufanya. Hamza kwa nguvu akasema simama. Aliongea Hamza kwa nguvu akiwa hana hisia zozote usoni. Rhoda alishia kutingisha tu kichwa chake kwa hofu kisha akasimama. Hamza akasema kwamba inua kichwa chako juu. Rhoda aliinua kichwa chake juu, lakini hakuthubutu kukutanisha macho yake na ya Hamza. Hamza alinyoosha mkono wake kuelekea kwa Rhoda, na Rhoda alifumba macho yake huku moyo wake ukidunda kwa kasi, akishindwa kujua Hamza anapanga kumfanyia nini. Hata hivyo alikuwa tayari kupokea adhabu yoyote, iwe ni kichapo au kifo. Hata hivyo mara baada ya mkono wa Hamza kugusa uso wake, haukuwa na uzito wowote bali ulikuwa mwepesi kama vile unasugua. Ulikuwa umerukiwa na damu usoni na hata hujajifuta. Aliongea Hamza akiwa na tabasamu la upole. Rhoda alishia kufumbua macho yake akiwa katika mshangao, na aliweza kuona kwenye kidole gumba cha Hamza kukiwa na damu. Ilikuwa ni wakati alipomchinja babu yake feki. Damu ndio iliyomrukia usoni. Mwanzoni alijua Hamza angemwadhibu vikali kwa ujinga wa matendo yake, lakini hakutarajia. Mwanamume huyo hakuwa na mpango kabisa wa kumlaumu. Hamza akasema kwamba sina hasira na wewe Rhoda, kwa sababu kama ingekuwa ni mimi niliyeambiwa kuhusu habari za namna familia yangu ilivyouliwa, nisingekuwa na utulivu kabisa. Katika maisha lazima kuna sehemu ambapo tutafanya makosa, na kama watu wote tunafanya makosa, muhimu zaidi sio kosa lenyewe bali ni ujasiri wetu wa kuyakubali na kuyakabili. Sio kama najisifia kutokana na makosa niliyowahi kuyafanya, bali najivunia kupitia uzoefu nilioupata kutokana na makosa yangu. Kipindi cha nyuma kabla ya kukutana na Angel, sikuwa mtu mzuri kabisa, na wewe ulikuwa ukilijua hilo. Hata hivyo leo hii nakiri kwamba wakati wangu wa kabla ya Angel ulikuwa si sahihi, na nikakubali kubadilika. Basi Hamza alivyoongea hivyo, mara baada ya Rhoda kusikia maneno hayo, alijikuta uchungu wake na maumivu kwenye moyo wake akipotea. Maneno hayo ya moto yaliujaza moyo wake na kufanya kudunda katika hali ya mtiririko wa akisi. Mrembo Rhoda alijikuta akishindwa kujizuia na kumsogelea Hamza kumkumbatia. Kisha akaanza kulia kwenye mikono yake akisema bro nisameni, nilikuwa mjinga. Hamza akasema Rhoda inatosha sasa. Hebu acha kulia. Umelelewa na Asmantis, mtu nayemwamini kwa uhai wangu. Hivyo na wewe pia nakuamini. Kwani kuna siku yoyote ushawahi kuniangusha? Aliongea Hamza huku akimkumbatia kwa namna ya kumfariji. Kisha akamwangalia Eliza aliyekuwa pembeni yake na kutabasamu. Eliza pia alijikuta akijawa na hali ya weni. Alikuwa na wasiwasi kwamba labda Hamza angemwadhibu Rhoda, lakini muda huo alikuwa akifikiria sana. Ni muda huo muonekano wa Hamza ulibadilika na kelekeza uso wake upande wa nje wa kambi hiyo. Hamza akasema kwamba Rhoda, mlinde dada yako, tunaondoka hapa. Aliongea Hamza akiwa na muonekano usioelezeka usoni. Rhoda alitingisha kichwa huku akifuta machozi yake, kisha akajawa na ari mpya. Hamza akasema kwamba sina uhakika, lakini kuna watu wengi wanasogelea hili eneo. Napata msisimko wa mtu wa mafunzo ya nishati, ufunuo wa maji. Aliongea Hamza huku akitoa pumzi iliyojaa hisia nyingi. Rhoda mara baada ya kusikia kauli hiyo, pale aliingia katika hali ya tahadhari. Rhoda akasema kwamba bro, wewe endelea na mapambano yako, kuwa na amani tu, nitahakikisha Sister Eliza anakuwa salama. Sasa bwana alikuwa akijua fika kuwa Mr. Black na Haej walikuwa wameshawasili, na itakuwa ngumu kudili nao mara moja. Hamza alivuta pumzi nyingi na kisha akazipiga hatua kutoka nje ya kambi hiyo. Muda huo wanajeshi waliokuwa wakilinda kambi hiyo walikuwa wameshajiondoa ndani ya eneo hilo. Isitoshe, watu wa idara ya ulinzi waliamini kuwa kutuma wanajeshi kuja kushambuliana na Hamza ni sawa na kuwatoa tu kafara bila faida yoyote. Hata hivyo, wote kwa pamoja waliweza kutoka nje ya handaki hilo bila kizuizi chochote. Wakati huo wa usiku, kulikuwa na vyanzo mbalimbali vya mwanga ndani ya eneo la nje ya kambi hiyo. Mwanga haukuwa mkali sana wala hafifu pia. Katika eneo la kivuli cha miti, kulikuwa na watu waliokuwa wamesimama ambao idadi yao kwa haraka walikuwa 40 hivi, wakiwa katika mikao tofauti, wakilinda eneo la geti kuu la kutokea nje ya kambi. Muda ambao Hamza alikuwa akielekea kwenye geti hilo,
aliweza kuhisi kila mtu amesimama vipi na uwezo wake ukoje kwa kutumia hisia zake pekee. Kwa haraka aliweza kugundua kulikuwa na watu wasiopungua 10 waliokuwa kwenye level ya mkandamizo wa nafsi. Walionekana kuwa askari wenye uwezo wa juu kwenye ulimwengu wa siri. Jambo muhimu na kubwa zaidi ni kwamba watu hao walionekana kuwa ni wa kawaida mno. Ni kama vile hawakuwa na mafunzo ya kijeshi. Kama isingekuwa kwa uwezo wao wa nishati, ingekuwa ngumu kuwafahamu. Watu hao ni sehemu ya muungano wa Underworld Alliance. Kama hawana ugomvi na wewe, utawaona wa kawaida sana. Uso wa Hamza ulikuwa umenyooka, ukielekea mbele kwa watu waliokuwa wamesimama mbele yake, wote wakiwa wamevalia nguo nyeusi za ngozi. Hamza mara baada ya kumuona mwanaume aliyekuwa na muonekano wa utanashati na hadhi fulani hivi ya ukuu, moyo wake ulipatwa na machafuko. Basi sauti ilisikika ikisema, "It's been 4 years, you have changed a lot, Fallen." Alikuwa ni Mr. Black aliyekuwa wa kwanza kuongea, akiwa na tabasamu la utulivu, akimwambia Hamza kuwa ni miaka 4 imepita ila amebadilika sana. Hamza naye akasema, "Upande wako haujabadilika sana, Master." Aliongea Hamza akiwa na tabasamu hafifu, huku kumbukumbu zisizohesabika zikimpita kalini na kurudi miaka kadhaa nyuma. Wololo ye. Hamza kakutana na Mr. wake Mr. Black. Tukumbuke kwamba dada wa Mr. Black ana hasira sana na Hamza. Sasa kipi kitakachoendelea mara baada ya Hamza kukutana na Mr. Black aliyekuwa mwalimu wake? Na Hamza anajua kwamba Mr. Black amefariki, na sasa wamekutana macho kwa macho, mpaka Mr. Black anasema kwamba, "Wow, it's been 4 years. You have changed a lot, Fallen." Hii vita hii. Tukutane sehemu inayofuata. Langu jina Lucas Lumba, Skadbi Hotel, meet again. Bye bye.